Bwana, tumekutana tena mtu wangu hapa Uncle Jay Simulizi kwa ajili ya kuweza kuendelea na mzigo huu mtamu wa Binti Risha kutoka kwake Said JR. Mimi naitwa Uncle Jay. Sasa nikukumbushe pale tulipoishia ambapo daktari alikuwa anatoa ripoti kuhusiana na maendeleo ya binti wa kuitwa Ana. Macho alimtoka kijana Zaini kwa kutaka kujua Ana amekumbwa na nini na dokta atasemaje. Dokta atatoa taarifa gani kuhusiana na Ana aliyekuwa amelazwa. Tukumbuke Ana ni mjamzito. Nini hasa kilimsibu? Dokta ndo na majibu kamili. Haya, tukutane sasa hapa, tusikilizane sasa hapa kwa uzuri kabisa, tujue dokta anatoa majibu gani. Karibu sana. Hii ni Uncle Jay Simulizi, sehemu pekee kabisa ambayo utapata simulizi za maisha zitakazokufunza na kukuelimisha na kukuburudisha pia. Napatikana Instagram kwa jina moja tu la Uncle Jay Simulizi, na hata TikTok pia kwa jina hilo hilo la Uncle Jay Simulizi. Bwana, karibu tupate kuendelea katika hii sehemu ya 3, mzigo mtamu wa Binti Risha. Baada ya kama dakika 20 hivi, daktari aliyekuwa anamtibia Ana aliweza kuja. Ilibidi tumuulize pale kwamba Ana ana shida gani? Na ndipo daktari akasema kwamba Ana hana tatizo lolote kiafya. Huu mshtuko aliopata sambamba na maumivu makali ya kichwa yanatokana na msongo wa mawazo alionao. Ni wazi kuna jambo analiwaza sana kilini mwake kiasi linamkosesha amani, na ndio maana amepatwa na hii hali. Kwa dokta, tufanye nini ili sasa hiyo hali sijirudie tena kwana? Hakikisheni tu ya kwamba anapata mlo wake kamili, anafanya mazoezi ya viungo pamoja na kupata muda wa kutosha kupumzika. Lakini pia kuna jambo lipo ambalo linamfanya awe na mawazo sana. Basi hilo jambo ni bora mkalifanyia kazi mapema kabla halijaleta shida zaidi. Okay. Sawa dokta, kwa hiyo tunaweza kumchukua tukarudi naye nyumbani? Ndio, mnaweza mkamchukua. Hamna shida. Cha muhimu zingatieni tu yale nilokuwa nimewaambia. Hapo tuliingia kwenye wodi aliyokuwa amelazwa Ana. Tulimkuta Ana akiwa kitandani amekaa. Ana alisema, bora mpenzi wangu umekuja. Naomba unipeleke nyumbani, nimechoka kukaa hapa. Ana aliongea akiwa na deka kusema ule ukweli. Sikuwa na namna zaidi ya kumchukua tu Ana. Tulipita kwenye dirisha la malipo tukafanya malipo na kisha hao tukaondoka zetu. Sasa tukiwa tuko njiani, baba yake na Ana aliweza kupiga simu na kuniambia kwamba wako njiani yeye na mke wake wanakuja hospitali. Mimi niliwaambia kwamba tayari tumeshaweza kuruhusu kurudi nyumbani, kwa wanaweza wakaja nyumbani kama wanataka kumuona binti yao. Kweli tulipofika tu nyumbani hatukukaa sana, wazazi wake na Ana nao pia waliweza kuja. Siku hiyo walikuwa tofauti kabisa na mara zote ambazo wamewahi kuja pale nyumbani. Siku hiyo walionekana kuwa na furaha sambamba na kutufurahia sisi. Kwa upande wangu nilijua kabisa furaha walionao ni ya kinafiki tu, kwa sababu hawataki binti yao ajisikie vibaya. Kwa mimi sikutaka hawa kuwafuatilia hivyo. Majira saa 12 za jioni waliaga na kisha wakaondoka zao. Mara baada ya wao kuweza kuondoka, sasa niliamua mimi kumfuata Ana na kisha tukaanza pale kuzungumza. Nikamwambia Ana, kipenzi changu, niambie baba mtoto wangu, napenda sana kukuona ukiwa na afya njema kipenzi changu. Daktari kaniambia shida uliyoipata leo imetokana na msongo mkubwa sana wa mawazo ulionao. Sasa naomba uniambie malkia wangu, unawaza nini? Nini kinakusumbua kipenzi changu? Mbona nipo salama tu Zain? I know upo salama, lakini daktari kasema kama ukiendelea kuwa na mawazo sana inaweza kukuletea shida kwa ujauzito wako. Naomba uniambie sasa, nini hicho ambacho kinakusumbua kileni mpenzi wangu? Ni maisha tu Zain. Ni maisha.
Nawaza sana kuhusu wazazi wangu, sijui ni lini watabariki tena huu uhusiano wetu. Yaani pamoja na mimi kupata ujauzito bado wanaonekana hawapendi kabisa uhusiano wetu. Kiukweli kila nikifikiria hilo naumia sana Zain. Ana, kama ni majaribu kutoka kwa Muumba wetu, basi anaweza kusema kwamba hili jaribu kwetu ni sisi. Lakini hata usiwe na wasiwasi, Mungu anapompima mwanadamu kiimani, humletea pia na njia sahihi ya kufuata. Uamuzi unabaki kwake tu, kama ifuate njia sahihi au wazidi kuangamia. Hili swala la wazazi wako wala hata lisikupe shida. Ipo tu siku isiyokuwa na jina wala muda, wao wenyewe wataanza kupenda huu uhusiano wetu na wataubariki kwa mioyo yao yote. Unasema kweli Zain? Ndiyo kipenzi changu. Basi tuliendelea pale kupiga story za hapa na pale. Niliweza kumwambia Anne kwamba nimepata kazi. Anne alifurahi sana, ingawa bado alikuwa anataka nifanye kazi kwenye kampuni ya baba yake. Siku iliyofuata asubuhi na mapema niliamka, nikajiandaa kisha huyo nikaelekea kazini kwangu. Mapema tu, saa 1 kamili asubuhi nilikuwa nimefika ofisini. Moja kwa moja niliambiwa kwamba niende ofisini kwa meneja mwajiri. Kweli nilipoingia nilimkuta yule mama mtu mzima hivi ambaye ndiye meneja mwajiri wa ile kampuni. Yule mama alinipatia funguo za gari na kisha akaniambia kwamba natakiwa kwenda kumchukua bosi wa ile kampuni nyumbani kwake. Unajua kwanza ilibidi nimuulize huyo bosi kwamba huyo bosi nayemfuata anaishi wapi? Maana mimi nilikuwa sipajui. Na ndipo yule mwajiri aliniambia kwamba nitaenda na dereva mwingine ambaye anapajua. Kwa hiyo sikuuliza tena swali zaidi ya kufanya kile nilichokuwa nimeambiwa. Nilitoka mpaka nje kwenye parking ya magari ambapo nilikutana na dereva mwenzangu ambaye tayari yeye alikuwa ameshaanza kazi kwenye hiyo kampuni kwa muda mrefu tu. Alikuwa ni kijana tu alikalangu. Sema tu yeye kidogo alikuwa ni mfupi ukilinganisha na mimi. Kwa hiyo tulisalimiana pale kama vijana na kisha akanionyesha pale gari ambalo tulitakiwa kwenda nalo. Kwa hiyo tuliingia kwenye hilo gari. Ilikuwa ni aina ya V8 na kisha safari ilianza. Unajua kwa mtazamo wangu nilikuwa tunajua bosi wa hiyo kampuni atakuwa ni mwanaume mtu mzima hivi wa miaka 45 mpaka 55. Lakini nilikuja kushangaa mara baada ya dereva mwenzangu kuniambia kwamba bosi wa kampuni hiyo ni binti tu mdogo, pengine hata miaka 24 hajafikisha. Ala, nikasema ina maana atakuwa karithi mali kutoka kwa wazazi wake eti. Yule mwenzangu akaniambia sijui kuhusu hilo mwanangu, ila tu ndio inavyoonekana. Maana ni binti tu mkali vibaya mno, anafanya msimamo ile mbaya. Kwa ni lazima tu atakuwa karithi mali kutoka kwa wazazi wake. Maana kwa kusema kwamba ana mwanaume wa kumpa hizo mali, sidhani kama yupo. Mimi nikacheka nikasema inaonekana mwanangu unamjua sana bosi wetu. Ya mwanangu unamjua kiasi chake, maana wakati naanza kazi kwenye hii kampuni kama dereva wa staff, unajua kuna kipindi nilikuwa namuendesha yeye, kwa hiyo niliweza kumjua kidogo tu. Kwa umesema ni mpisi, ni mkali. Ya bosi wetu ni mkali mwanangu. Hapendi mazoea kwenye kazi hata kidogo. Mara nyingi yuko straight kwa kila jambo. Kitu pekee ambacho watu wanampendea ni kwamba haringi na wala habagui. Ila tu ukizingua tu kazini, hapo ndo tunaona balaa. Kwa hata wewe kwa kuwa umepewa jukumu la kumwendesha, ni bora uwe makini sana kaka. Kama akisema ufike mahali muda fulani, basi hakikisha ndani ya muda huo umefika, vinginevyo unaweza kujikuta umepoteza kazi mapema tu. Nilichukua ushauri wa yule dereva mwenzangu, niliweka kilini mwangu, basi tuliendelea pale na safari mdogo mdogo. Kwa kweli dereva mwenzangu tayari alikuwa anapajua nyumbani kwa bosi wetu. Sasa ili tufike haraka, alikuwa ananionyesha mimi njia za shortcut kwenda nyumbani kwake huko Mikocheni. Ghafla nilipigwa na butwana. Hii ni mara baada ya kuona tumekuja kutoka nyumbani kwa Risha. Yule dereva mwenzangu aligundua hilo kama mimi nimeshtuka. Kwa mtazamo wake nadhani alikuwa anahisi ya kwamba mimi nashangaa ile jumba la kifahari, lakini kumbe mimi nilikuwa najiuliza maswali tu ya kwamba ina maana huyo bosi ambaye tulikuwa tunamwongelea ni Risha Fernando. Maoni mwangu niliomba sana siwe, maana nilijua tu ya kwamba kama ni kweli ndo atakuwa ndo bosi wa ile kampuni, atanifukuza kazi siku hiyo hiyo. Sasa huyu mwenzangu akanishtua, kaka vipi? Mbona kama uko hapa? Alinisemesha yule dereva mwenzangu, na hii ni mara tu baada ya kuona mimi nashangaa sana lile jumba. Nikasema wanangu usijali bro, niko sawa.
Hamna kaka, naona umeshangaa sana kuona ile jumba la kifahari kaka. Nikamwambia bro, unajua kuna watu wanaishi bro. Ni kweli Zaini mwanangu, kwa sababu watu humu ndani wanaoishi wanaishi maisha ya kifalme. Pesa inaongea kwao bro. Sasa hebu tusipoteze muda, twende ndani ili bosi ajue kama tumefika tayari. Wakati huo tayari gari lilikuwa limeshaingia uwanjani mwa lile jumba la kifahari. Kwa tulishuka pale kwenye gari na kisha tukaanza safari kwenda ndani. I say, msikilizaji, kama ni kuishi basi sasa hivi Risha anaishi. Hili jumba ambalo naliona sasa hivi, kama ni kweli Risha anaishi humu ndani, basi maisha kayapatia. Tena kayapatia kweli kweli, kwa maana ya kwamba uani tu mwa jumba hilo kulikuwa kuna mali za gharama vibaya mno. Kulikuwa kuna magari 4. Moja ilikuwa ni Lamborghini new model kabisa, nyingine ilikuwa ni Rolls Royce. Kuna tena hizo Rolls Royce zilikuwa ziko 2, yaliyobaki ilikuwa ni Cadillac. Bwana, ni magari ya kifahari. Huo mjumba sasa ulikuwa umepambwa vizuri kwa bustani na maua pamoja na masanamu mbalimbali ya urembo. Wahudumu wa eneo hilo walionekana kumjua sana yule dereva mwenzangu, kwani kila tulipokuwa tunakutana nao ilikuwa ni lazima wasalimiane kwa bashasha kweli kweli. Basi tuliweza kuingia ndani, ambapo moja kwa moja tulikwenda kuketi sebuleni. Sebule jumba hilo lilikuwa ni kubwa kweli kweli, huku ikiwa imepambwa kwa vitu vya gharama kweli kweli. Kulikuwa kuna masofa yale kisasa ambayo ukibonyeza tu kitufe linageuka linakuwa kitanda. Kulikuwa kuna TV kubwa ukutani. Ikiwashwa mtu utadhani labda upo kwenye ukumbi wa sinema, lakini kumbe sio. Madirisha makubwa ya vioo ya sebuleni pale yalipambwa na mapazia ya gharama kutoka Uturuki, asikwambie mtu. Sakafuni nako kulikuwa kuna mazuri ya kisasa kutoka nchini Marekani. Hakika kila kitu ndani ya lile jumba kilikuwa ni cha gharama mno. Tukiwa tumeketi sebuleni tunasubiri sasa bosi atoke, moyo wangu uliripuka kwa mshangao, na hii ni mara baada ya kumwona Risha akiwa amebeba mtoto. Rahimu alikuwa anakuja pale sebuleni. Aisenye, sijui ndo ujana, sijui ndo tamaa au ni vipi. Nasema haya kwa sababu nilipomwona Risha akili yangu yote ilivurugika msikilizaji. Aise, kama kuna mwanamke mrembo nimewahi kumuona kwenye hii dunia, basi nakiri ya kwamba mwanamke huyo ni Risha. Hata Ana mwenyewe pamoja na uzuri wake wote aliokuwa nao, bado kwa Risha alikuwa fuidafu. Yaani alikuwa mfikirisha hata kidogo. Kiasili tu Risha alikuwa ni mzuri mno. Sasa ongezea na pesa ambazo yupo nazo sasa hivi. Yaani hivi unafikiria na kiasi gani? Ukiwa na moyo mwepesi unaweza kusema kwamba Risha labda ameshushwa tu kutoka mbinguni, lakini sio. Ni binadamu tu kama kawaida, kama walivyokuwa wanadamu wengine. Risha alikuwa kanona vibaya mno. Kila sehemu ya mwili wake ilikuwa ni nzuri vibaya mno. Sijui kama nitakuwa napatia, ila kusema ule kweli mimi sikuwahi kuona kasoro ya maumbile kwa Risha. Unajua kuna mtu unakuta ni mzuri sehemu nyingi, ila kuna sehemu tu inakuwa ni kasoro. Mfano, pisi inaweza ikawa imebarikiwa umbo ila amenyimwa sura. Ukimwangalia sura unaona kabisa ni wa kawaida, ila ukishuka chini uko na balaa. Sasa kwa Risha haikuwa hivyo. Risha alikuwa amepewa vyote msikilizaji. Kuanzia sura mpaka shape, vyote alikuwa kabarikiwa navyo. Na sisemi haya kwa sababu namsifia tu, bali nasema kile ambacho nilikuwa nakiona kwake. Risha namjua vizuri kwa sababu tayari alishanizalia mtoto. Kwa hata uzuri wa maumbile yake kwa ndani namjua. Kama umewahi kugusa ngozi ya mtoto mchanga vile hivyo kwa laini na isiyokuwa na upele, basi ndivyo ngozi ya Risha ilivyokuwa. Yaani kusema ule kweli mpaka nakosa maneno ya kumuelezea kwa uzuri aliokuwa nao huyo binti. Ila itosha tu kusema kwamba Risha ni mzuri mno. Basi nikiwa bado namshangaa, mawazo yangu yalikatishwa na yule dereva mwenzangu, na hii ni mara baada ya kuniambia kwamba nisimame haraka sana, bosi anakuja. Kweli Risha alikuja mpaka pale tulipokuwa, kitendo ambacho kilifanya mimi macho yangu yatue kwenye yule mtoto aliyekuwa kambeba. Hakika kama ni damu kali, basi mimi nilikuwa nina damu kali. Nasema haya kwa sababu yule mtoto alikuwa kafanana copyright na mimi. Yaani mtu kimwona hivi, na kama mimi unanijua, basi tayari utajua tu kwamba yule mtoto ni wa kwangu. Tofauti yetu ilikuwa ni umri tu. Mimi nilikuwa ni mtu mzima tayari, na yeye ndo alikuwa anaelekea kutimiza mwaka mmoja kutokea zaliwa. Kwa hiyo tayari alikuwa ameshaanza kukaa. Na kingine ambacho kilikuwa ni cha tofauti ni rangi. Rahimu alikuwa kafuata rangi mama yake, kwa hiyo alikuwa na weupe. Tulisalimiana pale na Risha, kitu ambacho kilinifanya nizidi kushangaa mno. Unajua kwa mtazamo wangu nilidhani kwamba Risha ataniwashia moto. Yaani pale ataniwashia moto na kisha atanifukuza. Lakini cha kushangaza ndo kwanza
alinitaka mimi na dereva mwenzangu yule twende mezani tukapate kwanza kifungua kinywa. Ni wazi dereva mwenzangu alikuwa ameshazoea huo taratibu, kwani Risha aliposema tu twende mezani tukapate kifungua kinywa, mwenzangu wala hata kusubiri mara mbili. Alinyanyuka na kuelekea mezani. Ilibidi mimi niende pale mezani. Chai ilikuwa ni ya maana, ilikuwa imeandaliwa chai nzito. Nasema chai ya maana kwa sababu kulikuwa kuna kila aina kirutubisho pale mezani. Tofauti na hizi chai zetu za mtaani ambazo utakuta tu pale kitafunwa kama ni maandazi na chai. Ndio imetoka hiyo. Basi tulianza kunywa chai. Huko mimi muda wote nilikuwa namtazama Risha, kusema ukweli aliyekuwa yuko busy na mtoto wake pale sebuleni. Baada ya kumaliza kunywa chai, Risha alimwambia yule dereva mwenzangu ya kwamba yeye anaweza kuondoka sasa akaendelea na majukumu mengine. Kweli yule dereva aliondoka, nikawa nimebaki mimi na Risha mule ndani. Kusema ule ukweli, sikuwa najua hata niongee nini kwa sababu Risha alikuwa ni boss. Risha alikuwa ni bosi wangu. Kwa hiyo nilihisi kama nitaanza kuleta habari za mahusiano yetu ya nyuma, huenda atanifukuza kazi, kitu ambacho sitaki kitokee kwa sababu pesa na uhitaji nayo mno kwa ajili ya kumhudumia Ana pamoja na ujauzito alionao. Nikiwa bado nimetulia tu pale kwenye meza ya chakula, Risha alinisemesha. Akaniambia, umemaliza kunywa chai au bado? Nikasema nimemaliza. Aingia chumba kile pale, utakuta pale ufunguo wa gari upo juu ya meza. Kauchukua, kuna sehemu nataka nipeleke. Aliongea Risha. Unajua nilibaki na waza, msikilizaji. Risha alionekana kama vile anitambui, yani hanijui kabisa. Yani alinichukulia kama mtu baki, ambaye ndo kwanza tumekutana kwa mara ya kwanza. Kwa kuwa mimi nilikuwa nataka pesa, unajua sikutaka mambo mengi, ilibidi nifanye kile ambacho alikuwa ameniambia. Kweli niliingia kwenye kile chumba, nikachukua pale funguo na kisha nikatoka, ambapo nilikuta tayari Risha alishatoka na mtoto wake wako nje kwenye parking ya magari. Ufunguo niliokuwa nimeuchukua ulikuwa ni wa Cadillac. Yaani gari hiyo ni aina ya gari. Kwa nilifungua pale mlango wa gari na kisha Risha akaingia na mtoto wake na kisha safari ilianza. Mimi na Risha tulikuwa kwenye siti ya mbele, huku mimi nikiwa mwendeshaji wa hilo gari. Yule mtoto wetu alikuwa kwenye siti za nyuma, ambapo Risha alikuwa kamweka kwenye kiti maalum cha watoto wakiwa kwenye gari. Mimi ilibidi nimuulize kwamba bosi, tunaelekea wapi? Ilibidi nimuulize Risha, maana hakuwa kaniambia tunaelekea wapi. Na ndipo hapa kaniambia tunaenda Bunju, nampeleka mtoto wangu kwa bibi yake. Nikamwambia, unamaanisha nyumbani kwa mama yako ama? Hapana, ni nyumbani kwa mama mkwe wangu. Mama mkwe wako? Ina maana yule jamaa amekoa? Niliuliza hivyo huku nikiwa na lenga kujua kama yule jamaa Adil ndo kamoa au la. Katika siku ambazo zitabaki kuwa ni kumbukumbu ya milele kwenye maisha yangu, basi ni pamoja na hii siku. Kabla Risha hajanijibu chochote, ghafla kuna bodaboda iliweza kutokea nyuma yetu, ambapo dereva ile pikipiki aliweza kurusha chupa ndani ya gari letu. Kichupa hicho kilikuwa kinatoa mlio kama vile ukiminya chupa ya perfume. Hii ile sheria ya kwamba kulikuwa kuna gesi inatoka ndani ya kile kichupa. Kusema ukweli, lilikuwa ni tukio la ghafla mno. Kwa maana hata yule dereva wa pikipiki aliyekuwa kafanya lile tukio sikumwona tena. Kwa kuwa sikuwa najua ni kitu gani kakirushia mule ndani ya gari na kwa nini kafanya vile. Kitu cha haraka mimi nilichokifanya ni kufunga kwanza breki za ile gari lisimame. Na mara baada ya gari kusimama, nilitaka kukichukua kile kichupa ili nikitupe nje, lakini uweze amini, tayari tulikuwa tumeshachelewa. Kitendo cha sisi kuvuta hewa au niseme ile gesi iliyokuwa inatoka kwenye kile kichupa, tulikuwa tumetenda kosa kubwa sana, kwa sababu hazikupita hata dakika 2 mimi mwenyewe nilijikuta napoteza fahamu, kwa sikuwa najua nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Nilipokuja kuzinduka, moyo wangu ulishtuka, na hii ni mara baada ya kuona sehemu ambayo nipo. Kwa kweli nilikuwa sielewi kama kile ni chumba, store ama nini, kwa sababu kwanza hapakuwa na dirisha wala dalili ya kuonesha kwamba kuna mlango. Kitu ambacho mimi kilinishangaza sana. Kama hakuna mlango wala dirisha, sasa mimi nimefikaje mule ndani? Na kitu kingine kilichonishangaza zaidi ni namna ambavyo sehemu hiyo jinsi ilivyokuwa. Yaani jinsi palivyokuwa pamejengwa. Hapakuwa na ukuta, na kama ulikuwa ukuta basi ulikuwa ni kwa nyuma sana, kwa sababu sehemu ya mbele ambayo nilikuwa naiona kwa macho yangu ilikuwa imezungukwa na masponchi yaliyojengwa kwa ufundi wa hali ya juu. Hapa msikilizaji, yule nielewe vizuri. Chukulia hivi, kwa mfano masofa si huwa yanajengwa kwanza kwa mbao na kisha yanakuja kuzungushiwa masponji. Sasa hili eneo ambalo mimi ndo nipo lilikuwa liko hivyo. Yaani lilikuwa limezungushiwa sponji kila mahali, yaani kama vile studio.
kuanzia juu mpaka chini, kushoto, kulia, yani kote kulikuwa ni masponji tupo. Ilionekana imejengwa kwa ufundi wa hali ya juu kwa sababu haikuwa rahisi kutoa masponji yale. Ili kuyatoa ilibidi walau niwe na kitu cha ncha kali ambacho ningeweza kukitumia kama kisu kuyakatakata yale masponji. Nilikuwa bado sielewi pale ni wapi na nimefikaje. Lakini ghafla nilishangaa kuona sehemu moja ya sponji ikifunguka kama mlango hivi. Na mara baada ya kufunguka macho yalinitoka kwa kile nilichokuwa nimekiona. Msikilizaji, nilimwona Rishi akiwa kafungwa kamba miguuni na mikononi, huku mdomoni mwake akiwa amewekewa matambala yaliyomfanya shindwe kabisa kuongea wala kupiga kelele. Nilipotazama vizuri ile sehemu iliyokuwa imefunguka, niliweza kugundua kwamba kumbe mule ndani nilikuwa ndani ya container. Nikiwa nataka kunyanyuka nimfuatilisha pale alipokuwa, risasi mbili zilinikosa zikiwa zimeenda kukita kwenye lile container kwa juu. Kusema ule ukweli, niliogopa. Risasi zisikie tu hivi kwenye simulizi, ila sio ikupitie karibu. Aisee, kama una moyo mwepesi unaweza kujikuta unatoa mpaka haja ndogo hapo. Kwa sababu kama unasikia tu mlio wa risasi, maana yake hiyo risasi haijakupiga wewe. Sasa mimi nikiwa bado nimetulia pale chini, huku wenge likizidi kunitawala kichwani mwangu. Na ndipo hapo ghafla niliona kundi kubwa la wanaume walikuwa wako 8, wakiwa wanakuja pale nilipokuwa mimi pamoja na Rishi. Nilipotazama vizuri nilishtuka sana mara baada ya kumwona Adili akiwa ni miongoni mwa wale wanaume 8. Moyoni mwangu nilianza kujiuliza maswali, na maana kwamba Rishi hakuolewa na Adili ama ni vipi? Na kama aliolewa naye, mbona hiki kinachoendelea hapa inaonyesha kabisa mhusika mkuu ni yeye Adili? Ina maana kwamba anataka kumdhuru mwanamke aliyemuoa kwa hiari yake mwenyewe. Sasa wakati huo najifikiria hivyo, nilimwona Rishi akimwangalia Adili kwa hasira sana. Na mpaka hapo nikatengeneza picha, nikaamini ya kwamba kama ni kweli Rishi akaolewa, basi hakuwa kaolewa na Adili, kijana aliyetaka kufilisi mali zake zote. Adili kwanza alionekana kucheka kwa dharau sana, alafu akasema hatimaye, wapenda nao mmekutana tena . Aliongea kijana Adili huku akiwa anatutazama mimi na Rishi. Wakati huo mimi nipo ndani ya lile container. Rishi yuko kwa nje karibu na lile container. Adili, kwa nini unafanya hivi? Nini hasa ambacho sisi tumekukosea? Nilimuuliza Adili, msikilizaji. Kwanza Adili aliacha tena lile cheko la dharau na kisha akasema, yani wewe upo kwenye 18 zangu. Badala kuniomba msamaha unahoji mmefanya nini kwangu. Ina maana mlichokifanya mkijui au ndo mnajitoa ufahamu? Sasa unajua mimi kwa wakati huo kusema ule ukweli nilikuwa hata sielewi. Yaani hata sielewi kwanza Adili anaongea kitu gani. Mara ya mwisho mimi kukutana naye ilikuwa ni kule Kilwa Masoko, mahali ambapo ndoa yangu na Ana ilikufa mara baada ya kuweza kunifumania nikiwa na Cleopatra. Naona mnajifanya mjui nini ambacho mmekifanya kwenye maisha yangu . Anyway, hilo sio tatizo kwangu. Kabla ya kufanya nachotaka kukifanya kwenu, nitawakumbusha kila kitu ili hata mtakapoanza kutumikia adhabu yangu mwe mnajua ni kwa nini imewatokea nyie ng'ombe. Aliongea Adili na kisha akaingiza pale mkono mfukoni. Alitoa simu yake, akaingia kwenye sehemu ya faila picha na kisha akaanza kunionyesha mimi picha moja baada nyingine. Picha alizokuwa ananionyesha Adili nilikuwa nazijua, kwa maana kwamba zote zilikuwa ni za mwanadada Cleopatra, binti aliyewahi kuwa secretary wangu wakati ule nafanya kazi kwenye kampuni ya baba mkwe wangu kama mkurugenzi mkuu wa ufundi. Natumai sasa umeanza kuelewa zaidi, sivyo? Ona huyu Cleopatra. Huyo ndiye mwanamke nilitokea kumpenda toka ndani ya moyo wangu. Ni mwanamke ambaye nilikuwa niko tayari kufanya kila kitu ili niwe naye, lakini ona leo hii imebaki kwa story tu. Cleopatra yupo tena kwenye huu ulimwengu wa dunia kwa sasa kwa sababu yako.
Unajua nilishangaa msikilizaji. Ina maana Cleopatra amefariki, na kama amekufa kwa nini Adili anituhumu mimi kama ndo sababu ya kifo chake? Ilibidi muulize amekufa kivipi hao? Kwa nini mimi ndo sababu? Nilipouliza hilo swali Adili hakunijibu. Pale pale alianza kunishambulia kwa kunipiga na kitako cha bunduki. Alinipiga mpaka alipoona kwamba sina nguvu tena za kusimama, na kisha alianza kuongea tena. Nilimpenda sana Cleopatra, na nilipanga kuishi naye kama mke na mume, lakini ghafla alikuja kunibadilikia kwa sababu yako. Cleopatra alianza kuniambia kwamba anakupenda sana wewe na sio mimi. Nilikuja kuumia zaidi nilipogundua kwamba ana mimba. Na nilipombana aliniambia mimba ni ya kwako wewe kenge wewe. Na iliingia ile siku ambayo tulikuwa tumepanga kukutengenezea fumanizi dhidi yako. Mpango wangu ulikuwa ni wewe uonekane kuwa uko na Cleopatra kimapenzi, lakini sio kufanya mapenzi. Hii kitu iliniuma sana. Ina maana Cleopatra alikuwa kaenda kinyume na vile tulivyokubaliana. Nilimwambia atengeneze fumanizi, lakini sio kulala na wewe ukweli. Pamoja na yote hayo, bado nilimsamehe kwa sababu nilikuwa nampenda sana Cleopatra. Tulikubaliana akatoe mimba, lakini sivyo bahati, zoezi likawa limekwenda vibaya. Utoaji mimba ulipelekea kifo chake. Tokea hiyo siku nilijiapia kwamba nitakusaka popote duniani na kisha nawe nikuue kwa maumivu makali sana kama aliyopata Cleopatra wangu wakati anaaga hii dunia. Kusema ule kweli msikilizaji, moyo wangu ulisononeka kidogo, lakini hata hivyo kwa upande wa pili niliona mwenye makosa sio mimi. Kama ule ulikuwa ni mpango wao, kwa nini leo hii Adili aje kunilaumu mimi? Na isitoshe mimi sikusema huyo Cleopatra atoe mimba. Kwa mimi sikuona kama anahusika kwenye kifo chake kusema ule kweli. Nikamwambia sikiliza Adili, mimi nimekuelewa ulichokisema, lakini kwa upande wangu sioni kama mimi nahusika na kifo cha Cleopatra. Huu ulikuwa ni mpango wako wewe. Ulimrubuni binti wa watu kwa kumwahidi kwamba utampa maisha mazuri, ukamshawishi aje kwangu. Sasa leo amekufa, lawama unanitupia mimi wakati mimi mwenye makosa ni wewe na sio mimi. Kwanza naomba umwachie Risha na mtoto wangu waondoke. Kama shida yako ni mimi, kwa nini bado umemshikilia Risha na mtoto wangu? Wala usijali kuhusu hilo Zain, nitawaachia nyote. Adili alimtazama kijana wake mmoja akamwamuru akamletea mtoto wangu ambaye kwa wakati huo bado alikuwa akapoteza fahamu kutokana na ile hewa yenye sumu kali zaidi kwake. Na mara baada kumleta alimuingiza pale ndani ya lile container, akanipatia mimi yule mtoto, na baada ya hapo alimbeba na Risha wakamuingiza mule ndani kwenye lile container, na kisha Adili akasema, kwa heri Zain, mfike salama na familia yako huko uendako. Sasa lango lile la container likafungwa, huku nikiwa nashuhudia kabisa. Nilijitahidi sana kutaka kumtoa mtoto wangu pamoja na Risha mule ndani. Yaani ni watoe ndani ya lile container, lakini nilishindwa, na hii ni mara baada ya Adili kutishia kwamba atamuua mtoto wangu kwa kumpiga risasi. Kiukweli ilibidi niwe mpole msikilizaji. Kwa macho yangu nilishuhudia tukifungiwa ndani ya lile container, na mara baada ya kufungiwa mule ndani, nilichokifanya mimi haraka kwanza ni kumfungua kamba Risha pamoja na kumtoa yale matambala aliyokuwa amewekewa mdomoni mwake. Na nilipomaliza tu Risha alianza kunishambulia huku akinituhumu ya kwamba mimi ndio sababu ya yeye kuwa pale na mtoto wetu Rahim. Hivi ni mwanaume wa aina gani? Lini utabadilika we mjinga? Ona sasa, tamaa zako za kimwili zinasababisha mtoto wangu afie humu ndani. Aliongea Risha huko tayari akiwa akambeba mtoto wake. Kusema ule kweli sikuwa la kusema msikilizaji. Kwa kweli ile container lilikuwa limezibwa, hapakuwa na mahali pa kuingiza hewa wala mwanga. Hali hiyo ilianza kutufanya tutoke na jasho, huku nguvu nazo zikianza kutuisha mwilini. Yaani tulikuwa tunanyongonyea. Nilitamani sana kuwatoa mule ndani Risha na mtoto wangu, lakini sikuweza. Kadiri muda ulivyozidi kwenda ndivyo hali ilivyokuwa inazidi kuwa mbaya kwetu.
Nilianza kuhisi kizunguzungu huku uoni wangu ukizidi kupungua na hatimaye nami nilijikuta nikipoteza fahamu. Nilipokuja kuzinduka msikilizaji, nilijikuta niko hospitalini. Huku kwenye mkono wangu wa kushoto nikiwa nimetundikiwa drip ya maji. Nilitaka kunyanyuka lakini nilishindwa. Mwili wangu wote ulikuwa una nguvu. Nilibaki tu pale kitandani nikawa natazama tu yale mazingira ya kile chumba cha wodi. Akilini mwangu nilikuwa nawaza tu ya kwamba Risha na mtoto wangu watakuwa hapo wapi. Maana mara ya mwisho wote tulikuwa tumefungiwa ndani ya lile container. Sasa nikiwa nawaza hivyo, niliona mlango ile wodi ukifunguliwa ambapo niliona watu watatu wakiingia. Wawili kati yao niliweza kuwatambua kupitia mavazi yao. Mmoja niligundua kwamba ni daktari na mwingine ni nesi. Yule mtu wa tatu sikujua ni nani. Ingawa alionekana ni mwanaume mtu mzima, mwenye maisha yake, maana alikuwa kavaa suti ya gharama kweli kweli. Habari yako bwana Zaini, unajisikiaje kwa sasa? Aliuliza dokta. Nikagundua jina lake anaitwa Dr. Gilbert kupitia kitambulisho chake cha kazi alichokuwa amekivaa shingoni mwake. Nikasema salama tu dokta. Ingawa sina nguvu kabisa mwilini mwangu dokta. Yule dokta alitabasamu na kisha akasema usijali. Taratibu taratibu utarejea kwenye hali yako ya kawaida. Ugua pole. Nikamwambia asante sana dokta. Ila kama utojali dokta, ningependa kujua jambo fulani. Sema, tunakusikiliza. Ningesema kiukweli sijui hata nimefikaje hapo hospitalini. Ila nakumbuka kule nilipokuwa nilikuwa na mwanamke mwenye mtoto mdogo. Naweza kujua hali zao. Kama ikibidi naomba kabisa niwaone. Usijali bwana Zaini. Watoto wako salama kabisa. Wapo huku juu kwenye wodi ya mama na mtoto. Kwa hiyo wewe kuwa na amani. Taarifa ile kusema kweli ilinipa furaha msikilizaji. Kitendo cha kusikia mtoto wangu na Risha wako salama, aisee, kilinifurahisha mno. Nikiwa kwenye hali ya furaha huku nikiwa namshukuru Mungu, daktari akaniambia sasa bwana, huyu hapa anaitwa Wakili Fondo. Ndiye alikuleta hospitalini pamoja na huyu mwanamke uliyemuulizia. Kuna wacha kidogo mzungumze. Nikasema sawa dokta, mna shida. Kwa Dr. Gilbert pamoja na yule nesi aliyekuwa amekuja naye mule wodini walitoka nje. Nikawa nimebaki mimi na yule mtu niliyekuwa nimeambiwa kwamba anaitwa Wakili Fondo. Alikuwa ni mtu mzima hivi miaka 50-55 hivi. Akaniambia bwana Zaini, Saidi Mustafa. Kama alivyosema daktari, mimi naitwa Wakili Fondo na niko hapa kwa ajili yako. Aliongea yule mwanaume. Unajua kwanza nilishangaa kidogo. Kajuaje majina yangu yote matatu? Maana mara nyingi mimi najulikana kwa majina mawili tu, Zaini Saidi. Lakini pia kilichonishangaza zaidi ni yeye kusema kwamba yuko pale kwa ajili yangu. Kwanza ilibidi nimuulize, "Yaani upo kwa ajili yangu kivipi? Maana mimi sikujui na ndo mara yangu ya kwanza na kuona hapa. Upo kwa ajili yangu kivipi?" Bwana Zaini, najua ndo mara yako ya kwanza kuniona. Lakini hilo lisikupe shida kwa sababu niko hapa kuhakikisha unapata haki zako zote. Haki zangu zote kivipi? Mbona nivuruga sikuelewi? Sijakuelewa bado. Hapo ndipo nikamwona yule bwana Fondo akifungua briefcase yake alikuwa amekuja nayo pale. Niliona kitu bahasha kubwa ya kaki na kisha akanipatia huku akiniambia niifungue. Kweli nilifungua ile bahasha. Ndani yake nilikutana na picha 4 tofauti zikimuonyesha marehemu babangu mzee Saidi akiwa katika maeneo tofauti tofauti na mtu ambaye sikuwa namjua mimi. Hapo msikilizaji, nilizidi kuweka umakini kidogo kwa sababu kama huyu mtu ana picha za marehemu babangu, huenda akawa anajua mambo mengi sana kuhusu baba yangu. Kwa niliweka umakini ili nijue kwa nini yuko pale. Kwenye hizo picha wanaonekana watu wawili. Mmoja ni marehemu baba yako mzee Saidi, na huyo mwingine ni tajiri Alamini. Kwa sasa yeye ni marehemu, amefariki miezi 2 iliyopita nyuma. Kabla hujazaliwa, baba yako na Mr. Alamini walikuwa ni marafiki wakubwa mno. Baba yako ndiye aliyemshawishi Mr. Alamini waende South Africa kutafuta maisha miaka ile ya zamani.
ambapo kulikuwa kuna wimbi kubwa sana la Watanzania kukimbilia South Africa kutafuta maisha. Wakiwa huko waliishi pamoja huku wakitafuta fursa za maisha pamoja. Isivyo bahati, mauti alimkuta baba yako akiwa kwenye harakati za kutafuta maisha na rafiki yake. Kwa kuwa bado walikuwa hawajafanikiwa kimaisha, Mr. Alamini hakuweza kurudi Bongo kuja kuhudhuria mazishi ya rafiki. Huenda kama angerudi basi ungemwona, maana kwa wakati huo tayari ulikuwa umeshazaliwa na ulikuwa na miaka 5. Mr. Alamini aliendelea kutafuta maisha huko South Africa. Mambo yalikwenda vizuri kwake kwani alifanikiwa kufungua biashara nyingi tu huko South Africa. Kadiri siku zilivyozidi kwenda ndivyo utajiri wake ulizidi kukua na kukua. Hivi ninavyokuambia, amefariki akiwa kaacha utajiri mkubwa sana hapa Kenya pamoja na huko South Africa. Kusema ule ukweli msikilizaji, maelezo yake mimi sikuwa nayazingatia sana kwa sababu niliona kama vile hayanihusu. Ila alipokuja kusema hapa Kenya kidogo nikashangaa. Nikamwambia subiri kwanza mzee wangu, umesema hapa Kenya? Inaona hapa mimi nipo Kenya na sio Tanzania. Ndio Zain. Hapa ni Nairobi, Kenya. Upo kwenye hospitali ya MP Shash Hospital. Unajua nilishangaa, ilibidi kwanza nimuulize nini kilitokea mpaka nipo Kenya sasa hivi. Nilienda Tanzania kukutafuta wewe. Kwa bahati nzuri nilipata taarifa zako kupitia kampuni uliokuwa umefanya maombi ya kazi. Kwa kupitia namba yako ya simu nilitrack mahali ulipo nikapaona, na nilipofika nilishangaa sana kwa umefungiwa ndani ya container. Ilibidi nifanye utaratibu wa kukutoa ndani ya container kwa kuwa hukuwa peke yako. Niliwatoa wote, wewe pamoja na huyo mwanamke mwenye mtoto mdogo. Na baada ya kuwatoa ndo nikaamua kuja na nyinyi hapa Nairobi, Kenya kwa ndege binafsi. Kwa hapa tunapoongea upo Nairobi, Kenya. Kwa kweli mzee wangu, asante sana kwa kuokoa maisha yetu. Lakini kusema ukweli bado sijakuelewa. Kwa nini umetuleta Kenya? Kama nilivyosema, mimi ni wakili. Nilikuwa nafanya kazi na Mr. Alamini kama mwanasheria wake. Moja ya mambo aliyotaka ni atekeleze ni pamoja na kukujumuisha wewe kama mwanafamilia siku ya usomaji wa wosia kwa familia yake. Kivipi? Uone kama italeta shida kwa familia yake? Kwanza kwa nini mimi niwepo? Ili hali mimi sio familia yake? Kimsingi inaweza kuleta shida. Lakini ndivyo wosia unavyosema. Msikilizaji, unajua nilifikiria sana lile swala. Kusema ule kweli, wazo la kutaka kuweza kujua huo wosia unasemaje nilikuwa nalo, lakini nilipofikiria kwamba naweza kuingia kwenye matatizo na hiyo familia ya huyo tajiri aliyekuwa amekufa, niliona ni bora nikae mbali na hilo swala. Nilimtazama yule wakili na kisha nikamwambia, bwana sikiliza wakili, mimi najua unafanya kazi yako, lakini kwa upande wangu mimi naomba moja tu kwako, naomba unirudishe nyumbani Tanzania. Sihitaji kujua chochote kuhusu hayo masuala ya wosia kwa sababu mimi sio ndugu wa hiyo familia, na isitoshe familia yangu nyumbani mimi bado inanihitaji sana. Kwa hiyo kijana, hutaki mali? Nikasema sihitaji chochote. Sitaki chochote kutoka kwenye wosia. Kitu pekee ninachokiomba mimi unirudishe nyumbani, mimi pamoja na yule mwanamke mwenye mtoto. Yule wakili unajua alinisihi sana kwamba nikubali kwenda kusikiliza wosia ili nijue nimepewa kitu gani, lakini hapana, nilikataa. Mimi hofu yangu kubwa ilikuwa ni kwenye usalama wangu. Nipo kwenye nchi ya watu, sina ndugu wala sina rafiki, na isitoshe sina hata senti mfukoni. Binafsi niliona ni bora nirudi zangu tu nyumbani Tanzania. Basi bwana, yule wakili kuna nyaraka alinipatia akaniambia kwamba nithibitishe kukataa kupokea chochote kutoka kwenye wosia wa Mr. Alamini. Kweli mimi nikasaini, tena rahisi tu, ambapo baadaye aliniambia kwamba atakuja kwa ajili ya kuweza kutusafirisha kurudi Tanzania. Kweli siku iliyofuata mimi na Risha pamoja na mtoto Rahim tulirudi Tanzania kwa ndege binafsi. Muda wote Risha alikuwa kanuna. Unajua kanuna, hataki kuongea na mimi kwa chochote kile. Na hata tulipofika pale airport aliondoka na mtoto wake bila hata kuniaga.
Sikutaka kumfuatilia sana kwa sababu nilikuwa najua na hasira na mimi toka zamani. Nilitoka ndani ya uwanja wa ndege nikapanda zangu daladala, maana yule wakili alikuwa kashanipa $100 mfukoni. Nikiwa kwenye daladala sasa narudi zangu nyumbani Kinondoni, akilini mwangu nilikuwa nawaza sana kile kilichokuwa kinaendelea kwenye maisha yangu. Unajua, kwa upande mwingine nilikuwa nahisi kama vile nimefanya uamuzi ambao sio sahihi wa kukataa kusikiliza wosia wa huyo tajiri wa Kenya. Lakini hata hivyo niliona ni bora nimeepukana na hiyo familia. Huenda ningepata matatizo makubwa zaidi kama ningeamua tu kusikiliza wosia. Nakumbuka mimi nilifika nyumbani majira saa 11 za jioni. Mama yangu mara baada ya kuniona kwanza alinikumbatia kwa hisia kali sana, huku akiwa anasema, mwanangu pole sana na kazi. Mama alivyoniambia hivyo, unajua mimi sikushangaa sana kwa sababu wakati naondoka nyumbani asubuhi nilimwaga kwamba mimi nakwenda kazini. Sikutaka kumpa mama hofu kwa kumwambia eti kwamba tulitekwa, lakini pia sikutaka kumwambia kuhusu safari yangu ya Kenya. Nilichokifanya nilimuuliza tu kuhusu Ana. Niliona mama akiwa iko kimya kidogo mara baada ya kumuuliza kuhusu Ana ambaye alikuwa na ujauzito wangu. Nikamwambia, mama vipi, kwani kuna shida? Hamna shida. Hamna shida mwanangu. Ila Ana hapa hayupo. Hapo nilishtuka kidogo kwa sababu nilikuwa najua Ana atakuwa pale nyumbani. Nikamwambia, hayupo, yuko wapi sasa? Mwanangu, unajua jana usiku hakulala kabisa. Muda wote alikuwa anakupigia simu wewe, lakini simu yako ilikuwa inaita mpaka inakata. Na ilikuwa haipokelewi. Hata mimi nilikupigia sana mwanangu, lakini majibu yalikuwa ni hayo hayo, simu haipokelewi. Usiku kucha Ana hakulala, kwani alikuwa anaamini kwamba utakuwa umeenda kwa mwanamke mwingine. Kwa hiyo asubuhi ilipofika alimpigia simu baba yake akamwambia amtume dereva aje amchukue. Hivyo tunavyoongea yupo kwao. Kwa hiyo kama kurudi nyumbani kwao. Kwa nini mama hukumzuia? Zain, ninaanzaje kumzuia mtu mzima wakati unajua kabisa mimi sipendi ile familia. Nisitoshe hakuwa sawa kihisia. Nilihisi kama akienda kwao huenda akili yake ikatulia kwanza kuliko akaendelea kukua hapa. Mama, inabidi nimfuate Ana. Lazima arudi hapa nyumbani. Hebu subiri kwanza mwanangu. Sikia nikwambie. Kule alipokuwa ni kwao. Sio kama kaenda kwa watu baki. Hapana. Isitoshe wewe yule binti hujamuoa. Kwa hauna wewe mamlaka ya kwenda kumchukua. Sawa, naelewa kama ana ujauzito wako, ana ujauzito wa mjukuu wangu, lakini hiyo bado haikupi wewe mamlaka ya kwenda kumchukua. Na kingine, kama ukimfuata ataona kama vile unamjali sana. Atakusumbua akili. Hebu mwache. Kama kuondoka mwache aondoke. Uzuri tunajua tu kama ana damu yetu tumboni mwake na ameenda kwa wazazi wake. Lakini mama, unajua kama mama yake alitaka ile mimba itolewe. Vipi kama atafanya tena jaribio la kutoa ile mimba kwa Ana? Hataweza kutoa ile mimba, tayari ni kubwa. Ina miezi 6.5 inaelekea 7. Kama atafanya jaribio lolote la kutoa mimba, basi ni sio kumua tu mtoto bali anaweza kumua mpaka binti yake. Alafu kingine, Mr. Mposile yeye mwenyewe anajua kama mke wake alitaka kutoa ujauzito Ana. Kwa lazima atakuwa kwa makini kuhakikisha mke wake afanye tena ujinga wote ule kwa binti yao. Mama, una uhakika itakuwa hivyo? Ndio mwanangu Zaini, wewe niamini mimi. Alafu kwanza hebu niambie, sasa ni kweli ulikuwa kazini? Ina maana wewe ulienda mbali na huyo bosi wako kiasi cha kushindwa kupokea simu zetu? Ndio mama. Tulikuwa tumeenda Chalinze, tulilala huko. Leo mchana ndo tumerudi da. Zaini, hebu niambie ukweli, mimi ni mama yako? Ndio mama, kwa nini uniamini? Sio kwamba sikuamini mwanangu. Tatizo lako wewe hutabiriki kabisa. Isije kuwa huko na mwanamke mwingine mwenye mtoto wako. Aisee, kauli hii ya mama ilinishangaza sana. Unajua machale ya mama ilikuwa na ukweli kabisa ndani yake. Kwa sababu ni kweli nilikuwa na mtoto ambaye nimezaa na Risha.
Wajua, nilianza kuwaza labda mama tayari atakuwa anajua kama nina mtoto na Risha Fernando. Hata hivyo nilipotezea mawazo hayo. Na hii ni mara baada ya mama kuniambia kwamba niingie ndani nikapumzike. Nilipoingia ndani nilichukua simu ya mama, nikampigia Ana, maana kwa wakati huo sikuwa na simu. Simu yangu ilichukuliwa na watu wa Adili walipokuwa wametukamata jana mimi pamoja na Risha. Simu ilikuwa inaita tu bila hata kupokelewa. Nilijaribu kumtumia ujumbe lakini pia bado haukujibiwa. Mpaka hapo niliona wazi kabisa Ana atakuwa na hasira na mimi. Na hivyo kizingatia na mimba, ndo kabisa ana kisirani kama chote. Yaani kukasirika kwake linakuwa ni jambo la kawaida. Nilimwa zangu kutulia huku nikiwa nimepanga kuwa kesho nitaenda nyumbani kwao kwa kina Ana. Siku iliyofuata asubuhi na mapema mara baada ya kupata kifungua kinywa, nilimwa zangu kwenda kivukoni kule kwa rafiki yangu Alibonge. Kama kawaida nilimkuta yuko bize tu na biashara yake ya kuuza mihogo ya kuchoma. Nilianza pale kumsaidia pale kumenya mihogo. Nikawa namenya mihogo, tukawa tunapiga stories za hapa na pale. Niliweza kumsimulia kila kitu ambacho kilitokea kwangu jana yake. Kila kitu nilimwambia. Jamaa kaniambia, pole sana kaka. Mpaka upo salama sasa hivi, basi ni mapenzi tu ya Mungu ndugu yangu. Nikamwambia ni kweli Ali. Upo sahihi kabisa. Kama sio Mungu muda huu mimi ningekuwa ni marehemu. Sasa vipi kuhusu kazi yako? Sijui kaka. Ila kwa ninavyomjua Risha, wala sitaki kuweza kujisumbua maana najua tayari kashanifuta kazi. Na sasa sioni tena kama kuna haja kwenda ofisini kwake. Mimi na rafiki yangu Alibonge tulizungumza mambo mengi tu. Miongoni mwa mambo ambayo Ali alikuwa ameniambia, alikazia maneno ya mama yangu ya kwamba nisiende kumwona Ana kwao. Na kama kaamua mwenyewe kuondoka basi yeye mwenyewe ndo atarudi. Kwa hiyo mpango wangu kwenda kumwona Ana kwao ulikufa. Na nakumbuka nilikaa siku 3 bila kuwasiliana na Ana wakati sikuwa na simu. Kwa hiyo mara moja nilikuwa natumia simu ya mama. Mama aliponiuliza kuhusu simu yangu nilimwambia tu kwamba bwana imepotea. Basi ikawa hivyo. Nakumbuka siku ya Alhamisi moja nikiwa niko nyumbani majira ya saa 1 hivi za asubuhi. Simu ya mama ilianza kuita. Mama alikuwa sebuleni pale. Kwa hiyo wakati anapokea ile simu na mimi nilikuwa pale pale. Mamangu kidogo umri umekwenda, kwa hiyo hata anapoongea na simu huwa ni lazima aweke loudspeaker kwa sababu tayari masikio yake yameshaanza kupoteza ule uwezo wa kuweza kusikia vizuri. Basi bwana, ile namba ambayo ilikuwa imepiga kwa mama ilikuwa ni namba ngeni. Kwa hiyo mama alipopokea aliuliza, "Wewe nani?" Na sauti kutoka upande wa pili ilisikika ikisema. Nilivyosikia ile sauti nilijua kwamba ni Risha. Ndio kapiga ile simu. Haraka sana nilimfuata mama nikamwambia kwamba ile simu ni kwangu mimi. Kwa mama akanipa simu. Kwanza nilitoa ile loudspeaker na kisha nikaenda kuongelea nje maana sikutaka mama ajue naongea na Risha. "Hivyo unanitaka nini mimi?" aliuliza Risha kwa ukali huku akionekana na jazba. Nikamwambia Risha, kwani kuna tatizo gani? "Yaani unauliza kuna tatizo gani kweli? Ina maana wewe ndio umekuwa boss wa kuweza kupanga lini ufanye kazi na lini usifanye kazi, lini uje ofisini na lini usije. Sina maana lini ujipe likizo na lini usijipe likizo." Risha, unajua kwa kilichotokea ninapokujua wewe, nilijua tu kwamba ushanifukuzisha kazi na ndio maana sikuna haja mimi kuweza kuja kufanya kazi yangu dereva. Sikio mwanaume, usizidi kunitia hasira. Njoo nyumbani kwangu sasa hivi, kuna mahali nataka unipeleke. Sasa ole wako chelewe, nakupa dakika 3. Pale simu ikakatwa. Sema ukweli, sikupenda ile kauli yake ya Risha aliyozungumza. Kisa mimi ni dereva wake ndo anipelekesha vile anavyojisikia yeye ama? Sikupenda ile swala, sema tu sikuona namna nyingine maana sikuwa na kazi nyingine ya kuweza kuniingizia pesa zaidi ya ile. Na kama unavyojua kwa maisha ya sasa, hasa kwa mtoto wa kiume, kama huna pesa mfukoni kuna namna fulani ya heshima kwako huwa inapungua. Kwa hiyo sikuwa na namna nyingine zaidi ya kuweza kujiandaa tu na kisha nikaenda nyumbani kwa Risha Mikocheni. Nilipofika nilikaribishwa na dada wa kazi sebuleni. Sikukaa sana, nilimwona Risha akija huko akiwa kambeba mtoto wake. Risha alikuwa kapendeza vibaya mno. Kusema ule kweli msikilizaji, mbali na kujua kavaa nguo nzuri Risha, lakini alikuwa ni mzuri mno. Suruali ya jeans nyeusi aliyokuwa amevaa sambamba na top nyeusi juu vilimfanya vutie vibaya mno. Naweza kusema wale watu walikuwa wametunga ule msemo wa umbo namba 8, basi walikuwa wamemwangalia kwanza Risha na kisha ndo wakatunga ule msemo. Risha alikuwa na mahipsi yaliyoshikana vizuri na mapaja yake manene kiasi. Kwa juu huku alikuwa na kiuno chembamba kama vile mdudu nyigu. Kusema ule kweli, binti huyo alikuwa ni mzuri mno.
Unajua nimeona wanawake wengi wazuri lakini Risha ni kiboko nye. Kasoro ambayo naweza nikaisema kwa Risha alikuwa nayo ni kwenye mdomo tu, pa mdomo. Risha alikuwa anaongea sana mpaka kero, tena kama ukitoka ukimkera, aisee ni bora ukae naye mbali tu. Kwa sababu maneno yake ni makali kuliko hata maumivu ya kidole kubanwa na mlango. Basi bwana, Risha akiwa kabeba mtoto wake, aliniambia nimfuate tayari kwa kuanza safari ambayo hata kama nikiwa sijui ni wapi, ni lazima twende. Kwa tukaingia kwenye gari lake la kifahari, aina Range Rover, na kisha safari ilianza. Kabla sijamuuliza tunaenda wapi, haraka sana akaniwahi kwa kuniambia tunaenda Arusha. Arusha? Unajua nilishangaa kidogo, maana sikutegemea kama tunaweza kuwa na safari ndefu ya kutoka Dar mpaka Arusha. Masaa na masaa. Kwa hiyo ina maana tunaenda kweli, yani tunaenda Arusha au unanitania? Nikutane mimi na utani na wewe? Nimesema tunaenda Arusha. Alafu kwanza huna haki ya kunihoji tunakwenda wapi. Kazi yako ni kuniendesha tu mimi na kufuata maelekezo yangu. Na okay, sawa, kuna shida Risha. Kwani mbona una hofu hivi? Unamwogopa Adili? Kama wasiwasi wako ni kuhusu Adili, basi ondoa hiyo wasiwasi wako. Adili kama hataweza tena kuja kutusumbua. Una maana gani kusema hivyo? Adili amefariki dunia kwa kupigwa risasi huko South Africa. Unasemaje? Hujanisikia ama? Nani kamua? Swali gani hilo? Ina maana ulitaka awe hai ili aje kumuua mtoto wangu ama? Sina maana hiyo. Ni vile tu nilikuwa nataka tu uthibitisho. Uthibitisho ndio nakwambia sasa. Ameuawa akiwa huko South Africa. Kama uamini hilo ni juu yako sasa. Nasikia alikuwa ameenda kuchukua madawa ya kulevya alete Tanzania. Kwa bahati mbaya polisi wa South Africa wakawa wamemgundua. Walimtaka ajisalimishe lakini alikaidi. Kwa hiyo akiwa anajibizana na polisi kwa risasi ndio mauti akamkuta hapo. Kusema ule kweli, unajua kwa upande wangu nilifurahi tu. Maana kama jamaa angeendelea kuwa hai, sijui angekuja kufanya nini kwenye maisha yetu. Kwa tuliendelea pale na safari, msikilizaji. Huyu binti hakuwa na story nyingi baina yetu. Muda mwingi Risha alikuwa kwa busy tu na simu yake. Na majira ya mchana kuna sehemu tulikuwa tumefika ambapo kulikuwa kuna mgahawa wa chakula ambapo mara nyingi hutumiwa na abiria wanaosafiri kwenye mabasi. Sikumbuki ile sehemu ilikuwa inaitwaje, maana sijapita mara kwa mara hii barabara kwenda Arusha. Tulishuka pale tukaenda kula chakula. Na baada ya kumaliza kula tuliendelea na safari. Kipindi hiki msikilizaji, mtoto Rahim ndo alikuwa ana mwaka 1 na robo. Kwa tayari alikuwa kashaanza kutembea, japo sio kwa umbali mrefu. Yeye kitembea kama hatua 5-6 hivi anakaa chini. Kitendo kile mimi kilikuwa kinanifresha sana kuona mtoto wangu anazidi kukua. Ingawa mwanzoni nilikuwa sitaki azaliwe kama utakuwa unakumbuka vizuri. Kwa mpaka tunafika Arusha majira ya saa 11 za jioni, hapakuwa na mazungumzo mengi baina yetu mimi na Risha. Kabla kwenda kwenye hoteli ambayo Risha tayari kashafanya booking, tulielekea sehemu moja hivi ambayo ilikuwa na maduka mengi ya kuuza simu pamoja na vifaa vyake. Baada kufika pale, Risha alichukua mkoba wake akaufungua na kisha akatoa pale bunda moja la noti za 10,000 akanipatia. Akaniambia nenda kanunue, niko hapa na kusubiri. Msikilizaji, unajua nilijishangaa sana, maana unajua sikutegemea kitu kama kile. Na hasa ukizingatia nilikuwa nahitaji sana pesa. Nilipokea ile pesa na kisha nikaanza kuzihesabu. Ndio unafanya nini sasa? Aliuliza Risha, nikamwambia na hesabu ili nijue zipo shilingi ngapi. Hiyo ni milioni 5, haya nenda kanunue simu. Au haikutoshi? Sikumjibu kitu zaidi tu akaweza kushuka kutoka kwenye gari. Nilienda zangu madukani nikanunua pale simu, nikalinunua kabisa na line zangu na kisha nikarudi kwenye gari. Kwa tuliendelea na safari, lakini akilini mwangu kusema ule ukweli, nilikuwa simuelewi kabisa Risha. Yaani kuna wakati anakuwa na hasira na mimi, ananichukia, lakini kuna wakati namuona kabisa anafurahia uwepo wangu kwenye maisha yake. Tulifika kwenye hoteli yenye nyota 5 inaitwa Grand Melia Arusha. Ipo pale pale Arusha mjini. Tulipokelewa vizuri tu na wahudumu na kisha tukaingizwa ndani. Lakini cha kushangaza ni kwamba Risha alikuwa afanya booking ya chumba kimoja tu. Unajua mpaka nilianza kujiuliza, ina maana kwamba na mimi nitalala naye humo kwenye chumba kimoja maana vipi? Na hata hivyo nilihisi ataniambia tu niende kutafuta chumba cha kulala. Kwa hiyo sikuwaza sana kuhusu hilo. Kama nilivyokuambia, hii ni hoteli yenye nyota 5, kwa hiyo vyumba vyake vilikuwa ni vya kimataifa. Chumba kilikuwa ni kikubwa, ndani kina sebule humo. Kuna sehemu ya kulia chakula pamoja na mawali watu. Kwa tulipoingia tu mule ndani, mimi nilikaa zangu kwenye sofa sebuleni. Jambo ambalo kwangu ilikuwa ni mateso, ni baridi ujue. Nimekulia Dar, sehemu ambayo ina joto. Kwa hiyo kwenda Arusha kwenye baridi kwangu ilikuwa ni shida msikilizaji.
Baridi linitesa sana msikilizaji. Kwa upande wa Risha, yeye hakuonekana kuteseka sana kwa baridi. Ni wazi tayari alikuwa kashazoea kuishi maeneo ya baridi ukilinganisha na mimi ambaye ndo mara yangu ya kwanza na kuja sehemu yenye baridi. Kuna makoti yaliletwa pale na wahudumu. Kwa nilichagua pale moja, nikawa nimetulia zangu na mtazama tu Risha ambaye yeye alikuwa anaongea tu na simu. Sasa mimi hapo muda wote nilikuwa najiuliza, lengo la yeye kuja pale Arusha ni nini? Maana kama ukisema kikazi sio kweli. Sababu kama ingekuwa ni safari ya kikazi, Risha asingesafiri na mtoto. Mida saa 1 za usiku Risha aliagiza pale letewe kigari kile cha kubebea mtoto. Yaani unamweka mtoto na kisha unakuwa unakisukuma hivi kinatembea. Kweli ndani ya dakika 10 tu kile kigari kilikuwa kimeletwa. So unajua tena pesa inaongea. Nilimwona pale kimwanda mtoto wake. Alimbarisha nguo nzito pamoja na masweta kwa ajili ya kuweza kumkinga na baridi na kisha akamweka kwenye kile kigari. Baada hapo akanitazama na kisha akaniambia twende nje. Unajua kusema ukweli mimi nilikuwa ni mtu wa kusikiliza tu Risha anataka nini. Si ndo bosi wangu na nilikuwa nafanya yote ambayo yeye anayataka kwa sababu ya pesa ananilipa. Nilikuwa nataka pesa, ingawa kuna wakati uzuri wa Risha ulikuwa unanichanganya, ila kwa kuwa sikuwa na maelewano naye mazuri, kilichokuwa kwenye akili yangu ilikuwa ni kufanya kazi tu na si vinginevyo ili nipewe pesa. Tulitoka ndani ya kile chumba cha hoteli tukaenda nje kwenye mgahawa ile hoteli. Mazingira yalikuwa ni mazuri tena ni ya utulivu, maana kama nilivyokuambia hii ni hoteli yenye nyota 5. Tulikaa sehemu moja hivi ambapo kulikuwa kuna mto umewashwa kwa ajili ya kutoa joto. Tukiwa pale mhudumu alikuja, tukaagiza pale chakula. Mimi nakumbuka niliagiza ndizi za kukaanga pamoja na kuku wa kukaanga. Risha aliagiza pale American soap pamoja na vyakula vinginevyo ambavyo anavijua mwenyewe. Mimi sikutaka mbwembwe za kusoma pale menu na kisha nichague chakula ambacho sikijui. Niliamua tu kumwambia tu mhudumu, bwana mimi nataka kuku wa kukaanga na ndizi za kukaanga basi. Na kweli baada ya dakika kadhaa chakula kililetwa tukaanza kula. Wakati huo mtoto Rahimu alikuwa kalala. Tulikuwa tunakula, wazo la kumuuliza Risha, bwana tumekuja kufanya nini pale Arusha silikanijia. Mimi nikamuuliza, oya Risha, kwani tumekuja kufanya nini hapa Arusha? Kuhusu hilo utajua kesho. Ila kwa sasa tufurahie maisha. Au unataka kusema kwamba umemiss mama kijacho wako eti? Hapo nilishangaa kidogo. Ina maana kwamba Risha anajua kama ana ujauzito wangu? Ilibidi muulize kwanza kajuaje hilo. Nikamwambia wewe umejuaje hilo Risha? Maana kusema ule kweli sikumbuki kama nimewahi kukuambia chochote kuhusu Ana. Hakuna sichokijua mimi kuhusu wewe. Tambua tu kwamba najua kila kitu kuhusu wewe. Kwa hiyo unatumwa na watu kunichunguza maisha yangu, si ndio? Yeah. Kwa kiasi fulani naweza nikasema ipo hivyo. Kwa nini sasa unanichunguza wakati mimi si adui yako? Kuna mambo fulani nilikuwa nataka kuyajua kuhusu wewe. Na ndio maana nikawa nakuchunguza, lakini usihofu. Kuanzia sasa sitafanya tena hivyo kwa sababu tayari nimepata nilichokuwa nakihitaji. Umepata nini Risha? Mbona sikuelewi? Usijali, kuwa na subira. Kila kitu utakijua kesho. Naam, tuliendelea kupiga stori za hapa na pale mpaka ilipofika majira ya saa 3, Risha akaniambia narudi ndani. Mimi niliamua kuweza kubaki kwanza pale nje. Nilichukua simu yangu na kisha nikampigia mama na kisha nikamwambia kwamba asiwe na wasiwasi kuhusu mimi, maana mimi nimesafiri kikazi. Mama hakuona cha kusema zaidi tu kuniombea tu kwamba nirudi salama. Baada ya kumaliza kuongea na mama nilimpigia Ana, lakini bado Ana alikuwa hapokei simu zangu. Jambo lile kusema ukweli lilikuwa linaniumiza kwa sababu Ana ana ujauzito wangu. Nikiwa bado nimetulia pale kwenye mgahawa, ghafla nilishtushwa na sauti ya kike. Sauti ambayo kusema ukweli haikuwa ngeni kwenye masikio yangu. Nilipogeuza kichwa changu kumtazama aliyekuwa ameniita, nilimwona ni Zaina. Huyu Zaina ni dada yake na Ana. Na nilishawahi kumla. Nikasema Zai, niambie Zaini, kumbe nao uko hapa Ya nimefika hapa leo. Umekuja kupumzika kama mimi au umekuja kikazi? Nimekuja kikazi Zai. Unafanya kazi na kampuni? Hamna, sipo kwenye kampuni, nafanya tu biashara ndogo ndogo. Bado sijapata kampuni ya kufanyia kazi.
Hapo sikutaka kumwambia Zai kama anafanya kazi kama dereva wa Risha, kwa sababu sikuona kama kuna ulazima mimi kuweza kumwambia kazi ambayo nafanya. Nakumbuka tulipiga sana story mimi na Zai mpaka ilifika majira ya saa 7 hivi za usiku. Nikiwa bado nimetulia pale na Zai, simu yangu iliingia ujumbe. Nilipofungua ujumbe niliona Risha alikuwa kanitumia ujumbe akitaka niende kule chumbani. Unajua nilikuwa simuelewi Risha. Mimi na yeye ni jinsia tofauti. Na isitoshe hatuna maelewano mazuri kwa sasa. Sasa iwaje niite kule chumbani? Unajua moyoni mwangu kama kijana nilihisi huenda Risha kanogewa, anataka kuweza kunitunuku tena penzi. Kwa hiyo kusema ule ukweli, nafasi kama hizo kwenye maisha yangu nilikuwa sizifanyii mchezo kabisa. Na hasa ukizingatia bado mimi ni kijana mdogo. Mambo kama haya mara nyingi yanatawala sana kwenye akili za vijana. Sasa kazi ilikuja kwenye namna kuweza kumwaga Zai. Kumbuka nilishawahi kumla Zai kipindi kile wakati ndo bado naishi nyumbani kwa kina Ana. Na kusema ule ukweli ni kwamba mimi nikishana na mwanamke huwa ni ngumu sana huyu mwanamke mimi kunisahau. Of course anaweza asinipende tena kama ilivyokuwa kwa Risha, lakini kamwe hawezi kusahau dozi yangu kitandani. Kwa hata Zaina pia, kwa namna tulivyokuwa tunaongea pale, unajua ni wazi kabisa alikuwa anategemea tukitoka pale tunaenda kulala pamoja. Kwa mimi nilianza kufikiria namna ya kuweza kumwacha pale ili niondoke zangu niende chumbani kwa Risha. Nikamwambia Zaina, sasa mimi bwana nadhani niende kwanza kulala sasa, maana kesho nina ratiba nyingi. Tutaongea zaidi kesho basi. Kwani wewe upo room ipi? Swali hilo kidogo lilikuwa ni gumu kumjibu kwa sababu kwanza niliofia kama nikimtajia anaweza kuja huyo. Kwa nilitaja room nyingine tofauti na ile ambayo Risha alikuwa kalipia. Okay sawa Zaini, basi usiku mwema. Unajua nilishukuru kuona amekubali kirahisi, maana kwa upande wangu nilikuwa najua kabisa ya kwamba atataka tulale wote. Sikupoteza muda. Haraka nilianza kwenda kule kwenye chumba alichokuwa hapo Risha. Nilipoingia ndani nilikuta Risha pale kavaa kigauni chepesi cha kulalia. Kigauni kilichokuwa kinaishia mapajani mwake. Kwa hiyo sehemu kubwa kabisa mapaja yake yalikuwa yanaonekana, mapaja yake manene meupe, yamenona vizuri mno. Sijui kama alikuwa anafanya makusudi au ni vipi, maana alikuwa anakaa kimitego sana. Mara simame, mara iname. Yaani ili mradi tu mimi nione jinsi alivyokuwa amenona mapajani. Kusema ule ukweli, kama ni kuniteka akili huyu binti alijua kuniteka msikilizaji. Nilijikuta nikianza kumtamani vibaya mno. Kuna siku nilikuwa natamani hata nimkamate nianze pale kumnyonya kila sehemu ya mwili wake, lakini niliona uende kawa sio uamuzi sahihi. Nikiwa bado namtazama tu kwa matamanio, ghafla Risha alichukua nguo akaingia bafuni kuvaa. Kumbuka tulikuwa tuko ndani ya chumba kimoja cha hoteli, kwa kama ni kuvaa nguo ilikuwa ni lazima mtu avalie chooni au mmoja atoke nje kwa ajili ya kuweza kumpisha mwenzi avae. Baada kuvaa alitoka na kisha akaniambia kwamba nimwangalie mtoto anatoka mara moja. Kitendo kile sikukipenda kwa sababu kwenye akili yangu mimi nilidhani kwamba usiku huo Risha atanitunuku tena kitumbua chake, lakini cha kushangaza anatoka tena ananiacha mimi. Yaani anatoka alafu mimi ananiacha mtoto. Kwenye akili yangu moja kwa moja nilijua tu huyu atakuwa anaenda kutumika na mwanaume mwingine. Hiyo kitu iliniumiza sana. Yaani utadhani Risha labda ni mwanamke wangu. Na hata hivyo sikuwa na namna zaidi tu ya kuweza kumwacha tu atoke kama alivyokuwa anataka. Basi baada ya kutoka mimi nilianza kujilaumu sana. Kwa nini nimemruhusu atoke? Na kile nilipofikiria yale mapaja yake meupe yenye ngozi nyororo, kwa kweli daro ilikuwa inaniuma vibaya mno. Yaani mimi namtamani alafu kumbe kuna mtu mwingine anaenda kumfaidi. Aise, kichwa kiliwaka moto mtu wangu. Sasa nikiwa nimetulia tu kwenye sofa mule chumbani, nilianza kusikia mtu anagonga. Moja kwa moja nilihisi atakuwa labda ni mhudumu kwa sababu Risha alikuwa na kadi ya kuingilia mule chumbani. Hapo kwenye kadi usije kunielewa vibaya. Ile milango ya hoteli ilikuwa ni ya kufungulia kwa kadi na sio funguo. Yaani ukifika pale mlangoni unachanja kadi yako kama vile unavyoingiza kadi kwenye mashine ya EFD. Kadi kisha skani, then mlango unafunguka. Kwa hiyo nilijua tu huyu atakuwa ni mhudumu, hana kadi na anabana na gonga. Nilipofungua tu ule mlango nilishangaa kumuona Zaina. Nikiwa namshangaa Zaina alizama mule ndani, mkononi akiwa na chupa ya red wine pamoja na glasi mbili. Nikamwambia Zaina, unafanya nini sasa? Mbona umekuja huko? Hapo ilibidi muulize kwanza. Unajua Zaina yeye alitabasamu na kisha akasema, "Wasiwasi wa nini Zaina? Wewe kwa sasa sio mume mdogo wangu na mimi sijaolewa. Tatizo liko wapi? Hebu sogea hapa tufurahie maisha." Nikamwambia Zaina, hii sio sawa. Uweze kufanya vile ambavyo unajisikia. Ina maana una mwanamke mwingine umndani na ndio maana unanikazia mimi sio?
hapana, sina maana hiyo, ila binafsi sihitaji kuona mtu usiku wa leo. Zaina alisimama kutoka pale alipokuwa, huku mkononi mwake akiwa na glasi 2 za mvinyo mwekundu. Alisogea mpaka nilipokuwa mimi. Akanipatia glasi 1, yeye akabaki na 1. Zain, tufurahie maisha bana. Hauna haja ya kuona hofu. Mimi nitakuwa mwanamke bora sana kwako. Unajua mdogo wangu anajitambua yule. Laiti angejua thamani yako basi angekuganda maisha yake yote. Lakini ona aliamua kupokea talaka ulompatia. Kama ukiona mimi, Zain, dunia yako, maisha yako yatabadilika sana. Utakuwa mtu mwingine tofauti kabisa. Aliongea Zaina huku akiwa ananisogelea sana kiasi cha miili yetu kugusana. Huyu Zaina hakuwa mzuri kihivyo, ila kulikuwa kuna maeneo hayo. Msikilizaji, Zaina alikuwa amebarikiwa nayo. Zaina hakuwa na sura nzuri kihivyo, yeye alikuwa kawaida tu, ila alikuwa na sehemu 2 ambazo ndizo zilizokuwa zinaonesha thamani yake kwa mwanaume, hasa wanaume wa Kware. Zaina alikuwa na kifua, msikilizaji. Alikuwa na mtindi mkubwa hivi kiasi, tena iliyojaa natural, sio haya kuboost ya sidiria. Zaina alikuwa havai sidiria. Mtindo wake ulikuwa umejaa vizuri, utadhani labda ni binti ambaye ndo katoka kuvunja ungo. Alizidi kunipagawisha zaidi alipojimwagia kifuani ile waini kwa makusudi kabisa. Kwa kuwa alikuwa amevaa topu nyeupe ya mpira, na alipojimwagia ile waini kifuani, ile topu ilimbana hivi mwilini mithiri ya mtu aliyekuwa amenyeshwa na mvua. Kusema ukweli, huyu dada alikuwa na maziwa nyingi. Kama ni kutunza kifua chake, basi alikuwa anajua namna ya kukitunza. Nilijitahidi sana kujizuia, lakini kwa ule mtindo uliokuwa mtindo ulikuwa mchongoko ule, mithiri ya mshale, uzalendo mimi ulinishinda. Hasa pale ambapo Zaina bila ya haya alishika mtalimbo wangu. Kusema ule kweli, kwa kasi ya ajabu nilianza kuushambulia kifua cha Zaina. Ndani ya sekunde tu tayari nilikuwa nimeshamvua ile topu, na ukumbuke hakuwa kavaa kitu ndani. Kwa hiyo ilikuwa ni live bila chenga. Niliona matiti yake makubwa yaliyokuwa yamejaa vizuri kabisa. Kwa uzuri wa kifua cha huyu dada, kama ukiona papara unaweza kujikuta na mwaga wazungu hata kabla ya mechi yenyewe haijaanza. Kwa kulijua hilo, ilibidi mimi niwe mpole kwanza kunyonya ile maziwa yake kwa ufundi wa hali ya juu. Moja ya kitu ambacho nilikuwa napenda sana kwa mwanamke ni pamoja na kunyonya maziwa yake. Hivyo nilipokuwa nakutana na binti mwenye chuchu zimelala, kwa kweli hiyo kwangu ilikuwa inanikata sana moto. Nilianza pale kumchujua nguo moja baada nyingine. Jamani Zain, nakupenda sana. Niguse hapo Zain. Zilikuwa ni sauti kutoka kwa Zaina. Hakika kwenye swala zima la kumzagamua mwanamke, mimi sikuwa na utani hata kidogo. Wakati tayari nilikuwa nimeshamchojua nguo zake zote Zaina, nilimlaza pale kwenye sofa kifudifudi, kitendo ambacho kilimfanya mzigo wake wote ulikuwa umebinuka kwa nyuma. Huu ulikuwa ni udhaifu wangu mwingine. Nilikuwa napenda sana mwanamke ambaye nyuma kafungasha. Msikilizaji, unajua sikutaka tena kulemba, maana fursa kama zile kwetu sisi vijana tunaojitafuta kimaisha huwa zinakuja kwa bahati sana ukilinganisha na wale vibopa wenye pesa zao. Wenye pesa zao wao uchagua tu, leo nataka kulala na huyu, kesho na yule. Lakini kwa sisi wapango pakavu tia mchuzi, fursa kama hizi huja kwa bahati tu, kusema ukweli. Profesa Jana anakuambia zari la mentali. Kwa nilianza pale kumkuna nazi Zaina. Na kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo nilivyokuwa nazidisha speed mithiri ya treni ya umeme unaambiwa. Nilipofika kwenye piki yangu ya siku zote, hapo nilikuwa sina mzata kidogo. Speed ambayo nilikuwa nampelekea Zaina. Yeye mwenyewe ndo alikuwa anaijua aise. Mwanzoni nilikuwa naona kabisa ana mudu mapigo, lakini muda ulivyozidi kwenda ndivyo uvumilivu ulivyokuwa unazidi kumshinda. Alijikuta kilio kwa mahaba mazito. Wakati huo mtu mzima nilikuwa na unguruma mithiri ya dume la simba. Vibao vikali nilivyokuwa nampiga kwenye msambwanda. Msambwanda ulikuwa unatikisika huku na kule, basi vibao vikawa vinasikika tu. Nilipona ananisumbua kwa kunizuia na mikono yake, niliamua kuchukua ile topu yake aliyokuwa kaivaa na kisha nikamfunga mikono kwa nyuma. Kilichofuata hapo, msikilizaji, ilikuwa ni zaidi ya hata za kikubwa zile za Kimarekani. Kusema ule kweli, kama kumkomoa Zaina, nilimkomoa vilivyo usiku. Mimi nilichokuwa najali mimi ni heshima yangu tu. Maana wa mademu wa mjini ukimwonea huruma, ukimfanya softi line kimayai,
Kukudhalilisha kwa rafiki zake huwa yani ni simple tu na unakuwa huna majibu. Ni jambo la kawaida sana kwao kukudhalilisha ukimfanyia mambo soft. Kwa upande wangu mimi sikuwa tayari kwa hiyo fedhea. Nikawa naendelea pale kumpelekea moto. Si ghafla mtoto wangu Rahimu alianza kulia bwana. Nadhani alikuwa ameshtuka kutokana na makelele ya mahaba ambayo Zaina alikuwa anaipiga. Zaina alishtuka na ndipo akatazama pembeni ya kitanda, akaona kile kigari ama sijui niite sijui kitoroli cha kubebea watoto. Akaniambia, Zaina, ina maana una mtoto? Aliuliza Zaina huku akionekana kushangazwa sana na kumuona mule mtoto mule ndani. Mimi sikumjibu hilo Zaina. Nilitaka kwenda kumbembeleza mwanangu asilie, lakini kabla sijamgusa Zaina alinizuia kwa kusema, subiri. Sio vizuri kumshika mtoto ukiwa umetoka kufanya mapenzi, oga kwanza. Tunafanyaje sasa, analia huyo? Kwani mtoto wa nani huyo? Aliniuliza Zaina huku naye akiwa anasogea pale alipokuwa Rahimu. Na baada ya kunifikia, macho alimtoka Zaina. Alionekana kushangaa sana na kisha akasema, we, usirahimu mtoto wa Risha. Ina maana hisia zangu kumbe zilikuwa ni kweli? Hisia gani unazoziongelea Zaina? Hisia zangu zilikuwa zinanituma kabisa huyu ni mtoto wako Zaina. Ina maana ulimsaliti mdogo wangu na Risha hali ya kuwa bado upo kwenye ndoa naye, si ndio? Zaina huso muda kulijadili hilo. Huyu mtoto analia na mamake sijui kaenda wapi. Hebu tufanye mpango sasa, nyamaze. Zaina, ingawa nakupenda sana, ila sijakipenda hiki kitendo. Kwa nini umezana huyu mwanamke? Hivi unamjua vizuri wewe Risha? Zaina, mtoto analia. Kwa hiyo kama analia, kwangu mimi huyu mtoto hana thamani yoyote ile. Kwanza umenikata mudi nzima yani. Sijui kwa nini nimekupa mwili wangu wewe. Zaina alionekana kukasirika sana. Kusema ule ukweli, mimi sikuwa najua nini hasa ambacho kimemfanya achukie sana. Maana kama kumsaliti mdogo wake, hata yeye pia alikuwa anafanya hivyo. Mara kadhaa niliwahi kulala naye kule nyumbani kwao, tena wakati huo nikiwa niko bado mimi ni mume wa mdogo wake. Sasa kama kipindi kile alikuwa anashiriki kumsaliti mdogo wake, kwa nini leo hii anichukie sana kuona mimi nimezana Risha? Kwa upande wangu nilihisi labda ni wivu tu, kwa sababu ukweli ni kwamba Risha alikuwa kawazidi wote kwa uzuri. Yaani si yeye wala sio huyo mdogo wake Ana. Wote walikuwa hawamfikiri Risha hata chembe kwa uzuri. Nilimwona pale Zaina akivaa nguo zake huku akionekana kuchukia kweli kweli. Mimi sikutaka kumsemesha tena, maana mtoto wangu alikuwa analia. Haraka niliingia bafuni nikafungua bomba la mvua. Nilioga fasta na kisha nikatoka kwa lengo la kutaka kumbembeleza. Nimbembeleza Rahimu ili aache kulia. Ili natoka bafuni, moyo wangu ulikurupuka kwa hofu mara baada ya kumkuta Risha tayari amesharudi. Na alikuwa yupo pale anambembeleza mtoto wake. Kwanza nilitazama kila eneo ili kuona kama Zaina bado yupo mule chumani au la, lakini sikuona dalili zozote za uwepo wa Zaina. Kwa niliamini ya kwamba Zaina aliondoka mule chumbani punde tu mimi nilipoingia bafuni kuoga. Hivyo unajua ufai kabisa kuwa baba. Yaani mtoto wako analia mpaka anachemka hivi, lakini hata kusema umtulize hapana. Huna hiyo mudi, huna hiyo time. Ina maana kama mimi ningechelewa kurudi, manake ningemkuta mtoto wangu kapasuka kichwa kwa kulia sana, si ndio? Aliongea Risha, mimi sikumjibu, badala yake nilikuwa tunamtazama tu namna ambavyo anamnyamazisha mtoto. Ina maana Zaini bado msimamo wako ni ule ule, si ndio? Msimamo gani? Ya kwamba wewe huwezi kuwa baba wa Rahimu. Mbona sikuelewi Risha? Si wewe ambaye mara zote umekuwa ukisema kwamba utamtafutia baba mwingine. Sasa unataka mimi nifanye nini? Kwa hiyo huo ndio uamuzi wako, si ndio? Risha, na usingizi, mimi nataka kulala. Nadhani hapa kwenye sofa pananifaa sana. Usiku mwema. Kiukweli msikilizaji, sijajua kitaalamu inasababishwa na nini, lakini mara nyingi mwanaume anapomaliza tu kufanya mapenzi huwa anachoka sana kiasi cha kulala kidogo. Kwa hiyo hata kwangu ilikuwa ni vivyo hivyo. Kwa dozi ambayo nilikuwa nimempa Zaina, ilinifanya nichoke sana, kwa hiyo nilijikuta tu nikilala usingizi mzito mno. Na siku iliyofuata wa kwanza kuamka nilikuwa ni mimi. Na mara baada ya kuamka niliingia bafuni kwanza, nikajifanyia pale usafi mwili mzima na kisha nikatoka ambapo nilikuta Risha naye tayari alikuwa ameshaamka. Nilimsalimia, lakini kama alivyokuwa na maringo yake, wala hata kujibu salamu zangu, zaidi tu kuniambia kwamba kuna mzigo unakuja ni upokee. Baada ya kusema hivyo, mimi niliingia bafuni nikajifanyia usafi wa mwili. Kweli baada ya dakika kama 3 hivi walikuja pale wahudumu watatu.
mmoja akiwa amebeba suti mbili nyeusi, mwingine akiwa kabeba pale gauni zuri jekundu. Nguo hizo zilikuwa ndani ya ile mifuko maalum ya kubebea nguo. Mhudumu wa tatu yeye alikuwa kabeba viatu vya aina mbili. Viatu vya ngozi vyeusi ambavyo nilijua ni sehemu ya vazi lile la suti, pamoja na viatu vingine vya kike. Risha alipotoka bafuni aliniambia nichague suti moja kati ya zile mbili nivae. Uzuri zote zilikuwa ni size yangu, kwa hiyo kazi ilikuwa ni kwangu tu kuchagua ipi ya kuvaa. Nilichagua moja ambayo yenyewe ilikuwa na utofauti kidogo na ile nyingine. Na baada ya kuvaa nilijiona kweli nimekuwa na utofauti kabisa. Aisee, waliosema umaridadi unaficha umaskini wala hata ukukosea kabisa msikilizaji. Kwa sababu baada ya kuvaa ile suti pamoja na vile viatu, unajua nilionekana kama tajiri fulani hivi mwenye pesa zake, kumbe tu ni mgaga tu njaa. Risha naye alivaa ile gauni jekundu. Kusema ule kweli, huyu binti alikuwa ni mzuri mno. Na uzuri wake ulizidi pale alipokuwa ananogesha midomo yake kwa lipstick nyekundu nye. Baada ya kuvaa ilibidi nimuulize kwamba tunaenda wapi na kwa nini tumevaa vile. Risha alinitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akasema usijali, kila kitu utajua Zaini. Nikamwambia sawa, mna shida. Risha alimchukua mtoto wake ambaye tayari alikuwa kashamvalisha nguo na kisha tukatoka kwenye kile chumba. Mwanzo nilikuwa najua tunatoka kabisa ndani ya lile jengo la hoteli, lakini kumbe haikuwa hivyo. Tulipanda juu ambapo kulikuwa kuna sehemu ya watu kupumzika lakini kwa private. Sehemu hiyo walikuwa wanaingia watu maalum wenye pesa zao. Ilikuwa ni sehemu ipo kama vile ukumbi mdogo hivi. Kulikuwa kuna sehemu za vinywaji pamoja na sehemu za watu kukaa. Tuliketi kwenye masofa, tulikuwa pale. Niliona mlango ukifunguliwa, niliona watu kadhaa waliokuwa wamechanganyika asili wakiingia mule ndani. Miongoni mwao alikuwepo mtu ambaye nilimjua mara tu baada ya kumuona. Mtu huyo alikuwa ni mama yake na Risha. Niliweza kumtambua kwa sababu mara ya mwisho aliwahi kuja nyumbani kwa kina Ana. Kipindi kile bado naishi nyumbani kwao kama mumewe. Unajua nilishangaa sana msikilizaji, nini kinaendelea pale? Na kwa nini mama yake na Risha akaongozana na mwanaume mwenye asili ya kizungu hivi? Mwanzo nilidhani labda ni watalii tu, lakini nilikuja kugundua sio watalii mara baada ya kuona wakija pale upande ambao mimi na Risha tulikuwa tumekaa. Sasa nilipomtazama Risha niliona kafurahia sana ujio wale watu. Nilitaka kumuuliza wale watu ni kina nani, lakini niliamua tu kutulia kwanza nilipoona wanakuja pale tulipokuwa tumekaa. Baada ya kufika pale tulisalimiana nao. Walikuwa ni wanaume wanne wenye asili ya kizungu hivi. Mmoja kati yao alikuwa anaonekana kujua Kiswahili, ingawa sio sana. Wale wengine watatu wao walikuwa hawajui kabisa Kiswahili. Basi baada ya wao kusalimiana na Risha alinitazama na kisha akasema Zaini, huyu hapa ndiye babangu mzazi, Mr. Fernando. Unajua nilishangaa kidogo. Unajua sikutegemea kukutana baba yake na Risha kwenye maisha yangu. Na kuishia hapo tu. Risha aliendelea kuzungumza mambo ambayo iliniacha mdomo wazi. Baba. Huyu ndiye mpenzi wangu anaitwa Zaini. Mwanaume ambaye nimezaa naye mjukuu wako. Nye. Risha. Kusema ukweli mimi ndiye mwanaume ambaye amezaa naye haikunishangaza kwa sababu ni ukweli nimezaa naye. Lakini kilichonishangaza ni yeye kunitambulisha mimi kama mpenzi wake. Kwa kweli sikuwa na la kusema zaidi ya kutabasamu tu. Yule mzee ambaye ndiye baba yake na Risha alionekana kunikubali sana mimi, ingawa ndio kwanza tulikuwa tumeonana. Kwa haraka nilichokigundua ni kwamba wale wanaume wote waliokuwa wamekuja pale walikuwa ni ndugu zake na Risha upande wa babani. Nakumbuka tuliongea mambo mengi na kama familia hivyo. Mida mchana yule mzee, yani babake na Risha sasa, aliniita tukawa tumetoka nje kidogo ile hoteli. Tulienda kukaa sehemu moja hivi ambayo ilikuwa na miti mingi sambamba na bustani za maua. Kama nilivyosema, yule mzee alikuwa anajua Kiswahili ingawa sio hivyo. Kwa tulianza pale kuongea na muda wote mimi ndo nilikuwa ni mtu wa kuweza kumsikiliza tu. Alianza kunieleza mambo ambayo tangu alipofika Tanzania kwa mara ya kwanza, akanieleza namna ambavyo anampenda sana binti yake Risha. Baada ya kuongea sana, mwishoni alikuja kuniuliza swali ambalo kidogo lilinipa kigugumizi kwenye kulijibu. Aliniambia, Zaini, sasa utamuoa binti yangu lini? Ni swali ambalo liniuliza yule mzee. Akilini mwangu nilianza kuwaza ina maana kwamba Risha akamwambia baba yake kwamba mimi na yeye tuko kwenye mahusiano. Na kabla sijasema chochote yule mzee aliendelea kuongea kusema, sikia kijana, unajua mimi kwenye maisha yangu nimepitia ups and downs nyingi sana. Haya maisha ambayo unaishi wewe sasa hivi hata mimi niliwahi kuyaishi miaka iliyopita huko nyuma. Risha akaniambia kila kitu kuhusu wewe. Kaniambia kwamba huna kazi na kwa sasa unapitia changamoto kubwa ya kumlea mama yako pamoja na wewe mwenyewe.
Kijana, kimsingi mimi nilikuwa nataka kuondoka na binti yangu pamoja na mama yake nikaishi na Uingereza. Lakini binti yangu kasema anakupenda sana wewe. Na mimi nikiwa kama mzazi, nikiwa kama mtu mzima, mimi pia nimeliona hilo. Binti yangu anakupenda sana wewe. Unajua mwanamke kama hana mpango na wewe kwenye maisha yake kamwe hawezi kukuzalia mtoto. Najua kama binti yangu anakupenda sana na tayari mna mtoto, na ndio maana nimeamua kukuuliza utamuoa lini, kwa sababu kama huna mpango wa kumuoa siwezi kumwacha hapa. Nitarudi naye London. Lakini kama utamuoa basi utabaki naye na kuishi maisha yenu. Hilo halitakuwa na shida kwa sababu miradi yangu yote hapa Tanzania itakuwa ya kwenu. Kwa hiyo ni nyinyi tu ndio mtakaoamua kama kuiua ama kuikuza kiuchumi. Msikilizaji, kusema ule kweli sikuwa na cha kuongea. Unajua wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa ni kwenye kufanya maamuzi. Binafsi nilikuwa nahisi kama vile hautokuwa uamuzi sahihi mimi kuweza kumwoa Risha. Na hii ilikuja kutokana na namna ambavyo Risha alikuwa ananichukulia mimi. Unajua pamoja na Risha kunizalia mtoto, bado kwake mimi nilikuwa naonekana kama vile mwanaume maskini asiyekuwa na future yoyote ile mbeleni. Na kimsingi ni kweli, mimi nilikuwa ni maskini na kuhusu future kwa kweli nilikuwa sijui nilikuwa nataka nini kwenye maisha yangu. Kwa sababu kama ni fursa ya kuwa na maisha mazuri, nilishawahi kuipata kwa kumwoa Ana, binti wa kitajiri. Lakini ona sasa, hatimaye nimeishia tu kuwa maskini ambaye kwa sasa nimekuwa ni dereva wa Risha, mwanamke ambaye kanizalia mtoto. Hofu yangu kubwa ilikuwa ni kwenye utawala. Unajua kawaida kwenye mahusiano au kwenye ndoa, mwanaume ndiye mtawala, na mara nyingi utawala wa mwanaume huwa unakuja kwa mambo hayo mawili tu muhimu. Moja ni pesa, mbili ni kutoa dozi nzuri kitandani. Kwenye kutoa dozi nzuri kitandani ilikuwa niko vizuri. Changamoto ilikuwa kwenye pesa. Na kama unavyojua kwenye maisha ya sasa, kuishi na mwanamke ambaye amekuzidi uchumi sio kazi rahisi. Kwa kitu nilichokuwa nakihofia mimi ni Risha kutaka kunitawala. Kwa sababu kama ni kazi nafanya kwake, unafikiri nikimwoa humo ndani itakuwaje? Na kwa namna ambavyo nilikuwa namuona Risha, nilikuwa naona kabisa heshima yangu ndani ya nyumba itapotea kama tu nitamkumwoa yeye. Risha alikuwa anadharau vibaya mno. Naweza nikasema kama ni mapungufu basi hayo ndio ilikuwa mapungufu yake Risha. Pesa na utajiri wa baba yake ulikuwa unampa kiburi sana. Kwa hiyo hilo swala lilikuwa linanipa mashaka kidogo, itakuwaje kama nitamwoa yeye. Sasa kwa sababu baba yake alikuwa anataka majibu, ilibidi tu nimwambie anipe kwanza muda nitafakari lile jambo. Kiukweli yule mzee hakuwa na shida, alisema tu sawa, ila akawa akanisisitiza kwamba kabla yeye kurudi London lazima mimi na Risha tu tumefanya maamuzi. Nilipokutoka kuongea na yule mzee moja kwa moja nikarudi kule hotelini ambapo nilimkuta Risha yuko chumbani. Alikuwa na peruzi tu kwenye simu yake. Nikamwambia Risha, hivi ndio umefanya nini sasa? Kwa nini umemwambia babako kama sisi ni wapenzi? Hapo nilimuuliza Risha huku nikiwa na mtazamo usoni. Risha kwanza alitabasamu na kisha akaniambia, kwa hiyo wewe unataka nimwambie nini babangu? Nimwambie kwamba mwanaume alinizalisha kanitelekeza, si ndivyo? Hata kama Risha, bado ulichokifanya sio sahihi. Leti kama mimi ningejua unanileta huko Arusha ili nikutane na baba yako, kwa hakika nisingekuja. Risha, mimi binafsi sikuelewi kabisa. Si wewe ambaye ulisema kwamba utamtafutia Rahim baba mwingine. Sasa nini kimebadilika kwako? Kisa mwanaume ulikuwa unataka awe baba wa mtoto wangu kawawa huko South Africa, ndio maana unaniona saizi mimi na thamani, si ndio? Kama unamwongelea Adili, basi unakosea sana. Kwenye maisha yangu sikuwahi kufikiria hata siku moja Adili kuwa baba mtoto wangu. Kwa ulivyokuwa unamtambulisha kwangu kama mpenzi wako, ulikuwa na maana gani? Kukuumiza tu kihisia. Na kwenye hilo nilifanikiwa, kwa maana ya kwamba miguu yako ilitufuata Kilwa Masoko tulipokuwa tumeenda kula mapumziko. Alafu kwanza shida iko wapi kwani? Kwani kuna shida gani wewe ukiwa mpenzi wangu? Maana tuna mtoto sasa. Au hulijui hilo? Shida ni wewe Risha. Shida ni wewe Risha. Ona babako katoka kuniuliza kwamba nitakuoa lini. Kwa hiyo umemjibuje? Ulitaka nimjibu nini? Nimwambie kwamba nimekubali kukuoa? Ndio, kwani kuna shida gani wewe kunioa? Shida ipo Risha. Sipo tayari kuingia kwenye matatizo ambayo nilipitia awali. Matatizo? Matatizo gani? So lazima kuweza kuyajua, elewa tu ya kwamba siwezi kukuoa. Hapo nilimwona Risha kitulia kwa muda hivi. Ni akawa kama anajaribu kuisoma akili yangu ya kwamba nilichokiongea ni kweli na maanisha au ni vipi. Zain, nini?
Ni kweli hutaki kunioa mimi? Ndio, siko tayari kuweza kukuoa. Sawa. Hamna tatizo. Ila nadhani umeongea na babangu, kwa hiyo unajua nini kitakachofuatia ikiwa utakataa kuweza kunioa. Sitaongea sana, ila nitakazia tu alichokisema baba. Kama utonioa nitaondoka na baba kwenda London, na huo ndo utakuwa mwanzo na mwisho wa mimi na wewe, na hata pia kumuona mtoto wako. Tambua kwamba kama nikiondoka basi sitarudi tena hapa, labda tu irudi maiti yangu, lakini sio mimi huku nikiwa niko hai. Sio kwamba nakutisha, sikutishi, bali nakwambia ukweli. Zaini nilikupenda sana, na mpaka sasa bado nakupenda. Tatizo sielewi ni wewe unataka kitu gani kwenye maisha haya. Ulitalakiana na Ana, lakini ulichokifanya sasa hivi, ana ujauzito wako hali ya kuwa sio mke wako tena. Na kama itoshi, jana nimemuona Zaina, dada yake na Ana, akitoka humu chumbani. Sijui mlifanya kitu gani, lakini kwa kuwa tu ulikuwa unaoga, ni wazi umetoka kutiana naye. Tena usivyokuwa na haya wala hata stara, umefanya ushenzi wako mbele ya mtoto wako. Lakini pamoja na hayo yote, lakini mimi still bado nataka unioe. Hivi ujiulize hata kwa nini nataka kuolewa na wewe? Hujiulize kwa nini bado nakupenda? Zaini, katika wanaume wajinga na waliokosa mwelekeo kwenye hii dunia, wewe ni mmoja wao. Akili zako zote zipo kwenye hilo dudu lako ile unalolizingia. Unaona dada wa watu Cleopatra amekufa, chanzo kikione wewe. Uliharibu ndoa yako kwa mikono yako. Yaani bado hueleweki unataka nini kwenye hii dunia. Lakini pamoja na hayo yote, bado nimekuwa kwako. Yaani bado nimekuwa niko upande wako. Bado naamini unaweza kubadilika na ukawa baba bora kwa familia yangu. Lakini ona unachokifanya, unafanya nini? Unakataa kunioa? Sasa nikuulize, sababu ya msingi wewe kukataa hii ndoa ni nini? Kama ni pesa zipo, kama ni talaka tayari ulishatarakiana na Ana, au una mwanamke mwingine unapanga kuweza kuwa naye badala yangu? Mimi mwanamke ambaye najua madhaifu yako, utaki kunioa? Maneno ya Risha kusema ule ukweli alinigusa mno. Kiukweli msikilizaji, kwenye akili yangu mimi kitu pekee ambacho nilikuwa nakiwaza ni kumkomoa tu mwanamke ninapokuwa naye kwenye 6 kwa 6, na si vinginevyo. Kwa sikuwa na mtazamo wote kuhusu familia. Pamoja na elimu yangu ya chuo kikuu nilikuwa nimeipata, lakini bado sikuwa ni mtu ambaye naweza kukaa chini nikajifanyia tathmini ya maendeleo. Mimi nilikuwa ni mtu wa kuishi kwa furaha tu. Ndio, hata wanawake wote ambao nilikuwa nalala nao walikuwa ni mabinti kutoka familia zenye uwezo wa maana. Nilijua ya kwamba kama nikimkoleza basi kesho na kesho kutwa nikiwa na shida ya pesa, mwanamke yeye mwenyewe atanipatia tu kutokana na dozi yangu kitandani. Kwa nilijikuta nakosa hata cha kuongea na Risha. Nilimoto kutoka nje, ambapo nilienda kukaa kwenye viti vilivyokuwa kwenye bustani ya maua pale hotelini. Nikiwa nimekaa pale nilikuwa nafikiria sana maneno ambayo Risha alikuwa ameniambia. Wazo la kumpigia simu rafiki yangu Alibonge likanijia, kwa niliamua kuweza kumpigia ili naye anipatie ushauri gani nifanye. Nilimweleza kila kitu Alibonge, na ndipo akaniambia, sikiliza Zaini, kiukweli simjui sana huyo Risha, lakini maneno alikwambia kaka, ni ukweli mtupu. Na hii sio kwa ubaya kaka, wewe mwenyewe umeshashuhudia tabia zako za kutaka kulala na kila mwanamke aliyekuvutia machoni zimekuletea nuksi tu kwenye maisha yako. Kama ukiniuliza mimi nikushauri nini kuhusu ile swala, mimi nitakwambia tu moe tu huyo binti kaka. Kama anajua tabia zako, moe tu. Anajua madhaifu yako, moe tu. Na bado ukakubali kuolewa na wewe, huyo sio mwanamke wa kuacha kaka. Isitoshe, hii fursa yako nyingine Mungu anakupa ujue. Mwanzo ulimwoa Ana, naye alikuwa ni tajiri, lakini ukachezea nafasi. Safari Mungu akakupatia nafasi ya kumwoa Risha, mwanamke ambaye yuko vizuri kiuchumi. Hii nafasi yako nyingine brother. Isitoshe, hapo utakuwa umemsaidia pia mama yako. Kwa umri alionao mama yako sasa hivi, ilitakiwa wewe ndo uwe unaumhudumia kwa kila kitu. Lakini ona mwanangu, kama mama yako asipoenda kwenye vikoba, kwenye mikutano ya vyama, ina maana kwamba atakufa na njaa.
Kwa mimi nafikiri kaka, muoe tu huyo binti kama wewe mwenyewe, kama mwenyewe anataka aolewe na wewe. Sasa kwa nini ukatae kaka? Maneno rafiki yangu alibonge, unajua yalinipa nguvu mpya. Nilirudi kule ndani nikamkuta Risha yuko na mtoto wake. Alikuwa anamlisha chakula. Risha mara baada ya kuniona tu alimtazama mtoto Rahim na kisha akawa anasema, Rahim, shujaa wangu, ona babako kaja lakini hataki tena kuishi na sisi. Sasa wakati huo mtoto Rahim bado alikuwa hajaweza kuongea vizuri, zaidi tu ya kutamka tu maneno mama hivi, yani haongei, zaidi tu ya kudaka baadhi ya maneno anayalopoka. Nilimtazama Risha na kisha nikamwambia siwezi kuacha tena. Nitafanya kilicho bora kwa maslahi ya mtoto wangu. Una maana gani Zain? Na maanisha nitakuwa. Msikilizaji, sikujua hata ni muda gani Risha alikuwa amesimama kutoka pale kwenye sofa. Ghafla tu nilishtukia tayari kanikumbatia kwa furaha kweli huku akiwa anasema kwamba Zain, nilikuwa nasubiria kwa hamu sana kauli kutoka kwako. Kusema kweli ningeumia sana kama ungekataa kunioa. Unajua nilishangaa msikilizaji. Huyu binti namna ambavyo alikuwa ana behave kwangu ni kama mimi ni mfanyakazi wake tu. Sasa inakuaje tena onekana anafurahia sana mimi kutaka kumwoa? Nikamwambia sikiliza Risha, nimekaa nimejifikiria sana, nimeona ni kweli nimefanya makosa mengi sana kwenye maisha yangu. Lakini bado Mungu amenipa nafasi nyingine ya kuishi vizuri. Nimeona ni bora niwe baba bora kwa mtoto wangu. Nakiri kwamba nilishatamka maneno mabaya ya kumkataa huyu mtoto, lakini kuanzia sasa naongea kutoka ndani ya moyo wangu, nitakupenda wewe pamoja na mtoto wangu. Naahidi kuwatunza kwa kile ambacho Mungu atakuwa kanijalia Risha. Wala usijali Zain. Huna haja kujieleza kwangu kwa sababu nakujua vizuri wewe. Toka siku ya kwanza na kuona kwenye maisha yangu sijawahi kukusahau hata siku moja. Hata nilipogundua kwamba tayari umeoa bado niliendelea kuwa na wewe kwa matumaini kwamba ipo siku tu utakuwa mwanaume wangu wa maisha. Hatimaye leo hii ndoto yangu inakwenda kutimia. Kitu pekee ambacho naomba kwako ni wewe kuwa mume na baba bora wa mtoto wangu. Naomba uachane na hizo tabia zako za kulala na wanawake ovyo. Kulala na wanawake ovyo sio ushujaa wala ufahari kwa mwanaume, bali kunaongeza tu mikosi kwenye maisha yako. Na ndio maana mambo yako unaona ilikuwa haieleweki Zain, kwa sababu ulikuwa unalala na majasho ya wanawake tofauti. Nimekuelewa Risha, naahidi ya kuwa baba bora kwa familia yetu, lakini unajua kama ana ujauzito wangu. Natumai hutokataa mtoto wake kuwa sehemu ya familia yangu. Nitakuwa mtu ajabu sana kama nitakataa hilo, hali ya kuwa najua ukweli wote wa mambo. Kuhusu hilo hata usijali kabisa, yule mtoto ni damu yako, kwa hiyo atakuwa ni sehemu ya familia yetu pia. Msikilizaji, katika siku ambazo niliwahi kumuona Risha akiwa na furaha, basi ni pamoja na hiyo siku. Risha alikuwa na furaha vibaya mno. Siku ile unajua tulifanya mazungumzo na babake na Risha pamoja na wale ndugu zake wengine, wao walikuwa wamefikia kwenye hoteli nyingine ambayo haikuwa mbali na pale. Na mara baada ya kumweleza baba yake kwamba mimi nimekubali kufunga ndoa na binti yake, baba yake alitaka tufanye harusi pale Arusha. Alitaka harusi ifungwe kabla hata hajarudi London. Kwa upande wangu sikuona kama kuna shida kwa sababu tayari nilishakubali kumuoa Risha. Ilibidi niongee na rafiki yangu Alibonge ambapo nilimwambia bwana aje na mama yangu pale Arusha. Sikutaka kumwambia nini ambacho kinaendelea mpaka pale alipofika Arusha. Mama alikuwa na shauku sana ya kujua nini kinaendelea na kwa nini nimemuita pale Arusha. Mama alikuwa kafika kwenye hoteli nyingine, kwa nilienda huko kwa ajili ya kuweza kuongea naye. Hapo msikilizaji, maandalizi ya harusi tayari ilikuwa imeshaanza kwa hatua za awali kufanywa. Kwa tathmini ya harusi pale waje kila kitu kilishaanza kuwekwa mipango. Basi nilipofika kwa mama mara baada ya kumsalimia, swali la kwanza kutoka kwake lilikuwa ni nini kinachoendelea mwanangu. Kwanza nilishusha pumzi kidogo na kisha nikaanza kumwambia mama, unajua mama, mimi ni mtu mzima. Kama mwanaume nimekaa nimefikiria, nimeona ni bora nikaanzisha tena familia mama. Kuanzisha familia? Ina maana kwamba wewe unataka? Kabla hata hajasema alichokuwa amekusudia, mimi nikamkatisha mama kwa kumwambia ndio mama, nataka kuoa. Na hivi ninavyokuambia tayari nimeshaanza maandalizi. Hapo nikaona mama kanitazama kwanza kwa muda kidogo.
Ni wazi alikuwa anajaribu kufikiria kwa umakini uamuzi ambao mimi nimeuchukua. Je, unahisi kwamba mamangu atakubali au atakataa? Na vipi kuhusu yule Ana? Hatima mimi na Ana itakuwaje? Hebu usikose katika sehemu ya mwisho tupate kujua sasa itakuwaje kuwaje. Mama yake na Zaini atakubali kijana wake aoe? Mara kidogo kama vile ashaanza kutilia mashaka hivi. Lakini vipi kuhusiana na Ana? Itakuwaje? Hebu usikose sehemu ya mwisho huu mzigo wa binti Risha tujue hatima huu mzigo itakuwaje. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Saidi JR. Asante kwa timu yako, tukutane katika sehemu ya mwisho. Bye bye.